Na msikilizaji, hii ni sehemu ya 23 ya mwendelezo wa simulizi zetu nzuri kabisa, na najua hamu yako kubwa sana ni kufahamu binti ambaye ametokeza kwenye hicho kituo cha kulelea watoto yatima, kituo ambacho kimemlea Hamza kipindi alipokuwa mdogo kabla hajaondoka hapo. Kwa hiyo matamanio yetu ni kujua huyu binti ambaye anaonekana ni msaada mkubwa kwenye hicho kituo cha kulelea watoto yatima, lakini pia si msaada tu, ni mtu ambaye Hamza anamfahamu, yani wanafahamiana, ila hakujua kama ndiye binti ambaye alikuwa anaonekana na mashavu makubwa kipindi cha utotoni, ambaye walielelewa pamoja kwenye hicho kituo. Sasa ni nani huyo? Na tukubaliana kwenye comment uandike sehemu 22, na kama utakuwa umepatia basi itakuwa ni dalili ya kwamba wewe una nguvu za nishati ya mbingu na ardhi. Ni swala la kujua tu mafunzo namna gani ya kuendelea kuzijaza zaidi. Okay? Nimeona comment wengi mmeandika ni Edina, lakini anyway sijui, langu jina ni Lucas Lumba, simondaji ni Sasingano. Naam, shida ilianza pale Hamza alipoona gari ambayo iliingia ndani ya eneo hilo. Gari hiyo ni kama alikuwa kitambua vizuri, yani kabla hata hajashuka mgeni alimtambua vizuri, na huyo binti alikuwa ni Priscilla. Yes, najua utakuwa umeshtuka sana. Ni kwamba Hamza hakuwa akiamini, yeye mwenyewe hakuamini, kama ambavyo wewe msikilizaji hujaamini, maana uko unajua atakayeshuka ni Regina, lakini hata Hamza mwenyewe hakuamini kwa sababu alihitaji uthibitisho kutoka kwa Mzee Hiza, na alitingisha kichwa kwamba ni yeye, huku akiwa na tabasamu. Mzee huyo mara baada ya kuona wawili hao wakionyesha ishara kama wanafahamiana, baada ya kuangaliana, kuna kitu aligundua. Nadhani bado utakuwa unamkumbuka Priscilla. Priscilla ndio aliyempigiaga simu Hamza akamwambia unatakiwa kuja kwenye usaili wa kutafutwa kwa girlfriend. Priscilla huyu ndiye aliyempokea Hamza pale kwenye kampuni ya Dosam kwa mara ya kwanza. Priscilla huyu ndiye aliyemchukua Hamza akamwambia kwamba aigize kuwa girlfriend wake. Kwa hiyo tunasonga mbele. Priscilla alikuwa amependeza licha ya kwamba alikuwa amevalia kistaarabu sana. Yani Priscilla hakuvaa mavazi ya kumfanya onekane wa matawi ya juu sana, wala yani yule binti wa hali ya chini sana, no. Alikuwa katikati. Sasa baada ya kumuona Hamza ndani ya hilo eneo, hata mwenyewe alishangaa, maana unajua ni kama hakuwa ametarajia kumuona. Sasa Priscilla alikumbatiana kwanza na Doris. Huyo Doris ndo mama wa hapo kituoni ambaye ndo analelea watoto pale. Kwa alikumbatiana kwanza na Doris huku akimpatia Mzee Hiza mkono, na kisha ndo alimsogelea Hamza. Hamza akasema ise, ningejua kama unakuja huku nisingepanda treni, ungenipata lift ese. Aliongea Hamza huku sasa akijifikiria kwa nini kila anapomaliza kikao chake na Frida, mtu anayekutana naye baada ya hapo ni Priscilla. Yani ilikuwa ni kama mara ya pili hiyo inatokea. Sasa Doris akauliza, jamani, kumbe mnafahamiana? Aliuliza Doris aliyekuwa na tabasamu na mshangao. Priscilla akajibu, nafahamiana naye, huyu ni mfanyakazi wetu, nimeshangaa kumkuta huku. Aliongea Priscilla huku sasa akiongea kwa macho yaliyojawa na wasiwasi, na jambo lile hata Hamza aliliona. Sasa Mzee Hiza akasema, jamani, hapa na nyumbani ama kuja kusalimia tu? Aliongea Mzee Hiza na kumfanya Priscilla kushangaa kidogo. Sasa mzee akasema, jamani, njoo tukae kwanza ili tujue mmekutana lini tena kwa mara pili mkiwa wakubwa. Aliongea mzee kwa kicheka, na kauli ile sasa ilimfanya Priscilla kushangaa zaidi na kujawa na maswali mengi. Sasa Priscilla akasema, Doris, hebu ongea na Agustino, kuna oda nimeweka msamvu dukani kwa Mzee Salum. Mimi sikutaka kununua vitu bila kujua kipi kimepelea. Aliongea na Doris alitikia na kuondoka na kubakia Hamza na Priscilla. Sasa mzee akasema ya kwamba Priscilla, yule bwana niliyekwambia ni huyu, na anaonekana kukukumbuka. Hamza, huyu ndio Priscilla uliyesema na mashavu makubwa akiwa mtoto. Sasa baada ya Dean kusema hivyo, ambaye ndio huyo mzee, Priscilla akasema, Dean, mimi sikuwa na mashavu bwana. Anaongea Priscilla sasa akionyesha kushangaa, japo alikuwa na furaha lakini pia alikuwa na wasiwasi. Mzee kwa kicheka akasema ya kwamba Hamza akasema kitu kilichomkumbusha ni mashavu yako, ni maneno yake sio ya kwangu bwana. Mzee Hiza, nadhani imepangwa tukutane tukiwa ukubwani. Unajua mimi na Priscilla tunafanya kazi kampuni moja, ila kumbe tulijuana tukiwa watoto.
Unajua kila jambo lina sababu yake. Kama ambavyo mimi sikutegemea ungerudi kwenye kituo chetu kunisalimia, ni kama hivi wewe na Priscilla. Aliongea na kumfanya Hamza kukumbuka siku ambayo alifika Tanzania na kukutana na Mzee Hiza kama mtu wa kwanza kumjua. Msikilizaji, Mzee Hiza alikuwa ni kama mmiliki wa hicho kituo, na karibia ujana wake wote amemalizia kukiendesha hicho kituo. Yaani hata kipindi ambacho wafadhili waliondoka, ni yeye aliyepambana kuendelea kukisimamia mpaka kuja kupata wafadhili wengine. Sasa kwa muda huo mzee huyo hakujua chochote juu ya Hamza yani kuandikisha ndoa na masuala mengine hakujua. Hivyo alijua pengine kukutana kwa Priscilla na Hamza kutafungua milango mingine. Basi bwana, stories ziliendelea ndani ya eneo hilo, na kutokana sasa na uchangamfu wa Mzee Hiza, hata Priscilla ambaye alikuwa na wasiwasi alichangamka. Baada ya maongezi machache, Priscilla yeye alienda kusalimiana na watoto, na Hamza na mkuu wa kituo walibakia kuongea. Moja ya vitu muhimu ambavyo Hamza alimuuliza ni kama kuna kitu chochote amekumbuka juu ya aliyemleta kituoni hapo wakati akiwa mtoto. Lakini kauli ya Mzee Hiza haikubadilika. Unataka kujua ni kauli gani? Kauli yake ilikuwa ni ile ile ya siku zote, kwamba Hamza aliachwa kituoni na mtu aliyejitambulisha kwa jina la Mzee. Huku akitoa maelezo Hamza angekuja kuchukuliwa na mzazi wake. Sasa Hamza alikuwa akijua kauli hiyo ilikuwa ikimaanisha nini, lakini alitamani kumjua mtu ambaye alimwacha hapo kituoni. Kuna kila hisia mtu huyo alikuwa ni mzee anayemjua, yani anayejua maisha yake yote, lakini sasa hakuwa na uhakika kwa sababu Mzee Hiza hakumuona vizuri, na mtu ambaye inasadikika alimuona kwa macho kasema kashafariki muda mrefu. Kwa hiyo sasa Hamza katika kipindi chote alichofika Tanzania alikuwa akitembelea kituo hicho mara kwa mara. Priscilla alionekana kutokuwa na muda mrefu wa kukaa hapo, hivyo aliaga, na Hamza hakutaka kumwacha aondoke. Afistosho alikuwa na mengi sana ya kuongea, hivyo aliomba lift na Priscilla. Hata Mzee Hiza licha ya kutaka Hamza abaki kwa chakula cha mchana, lakini alitaka aondoke pamoja na Priscilla ili wapate muda wa kufanyaje kuweza kuongea na mambo mengine. Hasa Hamza kabla ya kuondoka alitoa cheki ya kiasi cha pesa ambacho alikipata kwa Boss Liza na kumpatia Mzee Hiza. Nadhani utakuwa unakumbuka alienda kule akapigana nini na Boss Liza ndo akamwandikia cheki. Ndio hiyo sasa ambayo ameamua kuipeleka huko kwa watoto yatima. Ilikuwa cheki ya hela nyingi mno, hivyo sasa ilimfanya mkuu huyo kusita kupokea. Afistosha alimuona Hamza bado hakuwa ameyapatia maisha kama Priscilla, hivyo alishangaa kupewa cheki ya hela nyingi kiasi hicho. Lakini Hamza alimwambia sio kwa ajili yake, bali ni ya watoto, na Mzee Hiza alipokea kwa unyenyekevu, huku akimshukuru sana Hamza kwa kutatua changamoto ambayo ilikuwa ikiwasumbua. Alimuona Hamza kama malaika. Sasa upande wa Priscilla aliona tukio hilo la Hamza kutoa kiasi kikubwa cha pesa kilikuwa ni kiasi kingi mno, na hajawahi kutoa kiasi hicho. Sio eti kama eti hakuwa na roho ya kutoa hicho kiasi, ila ukweli ni kwamba uwezo wa kutoa kiasi hicho mara moja hana. Kutokana sasa na kitendo kile, kidogo alionyesha hali ya wasiwasi kwenye macho yake ile kupungua. Hamza akasema, Priscilla, kuna kitu kimetokea. Najua hatukufahamiana sana utotoni kiasi cha kuwa na furaha baada ya kujuana kubana, lakini kuna hali ya wasiwasi kwenye macho yako tokea unafika hapa. Aliongea Hamza wakati akiwa kwenye gari, Hamza akiwa sasa ameomba kuendesha. Priscilla akasema, ukiachana na kazi yako kama msaidizi wa Regina, ni kazi gani nyingine unafanya? Aliuliza Priscilla akiwa serious, na swali lile lilimshangaza Hamza. Hamza akasema, kazi yangu nyingine? Kwa nini ghafla tu unaniuliza kitu kama hicho? Priscilla akasema, najua utadanganya, lakini nimesikia taarifa unafanya kazi chini ya mtandao wa kihalifu wa Chatu. Aliongea Priscilla, na pale sasa Hamza alielewa ni kipi kilikuwa kikimfanya mrembo huyo kuwa na wasiwasi. Hamza akauliza, unaujuaje mtandao wa Chatu? Priscilla akasema, niambie ukweli, kama unafanya kazi kwenye mtandao huo au hapana. Napata na wasiwasi maana mimi ndio nimekukutanisha na Boss Regina. Priscilla, unaje kuwa na wasiwasi hivyo? Sio kama unavyofikiria, ni kwamba tu nina ukaribu na bosi wa huo mtandao, lakini haimaanishi kwamba eti nafanya hizo kazi, hapana. Lakini pia huo mtandao sio wa kihalifu kama unavyofikiria wewe. Anyway, sawa, lakini fahamu tu ya kwamba najua habari juu ya huo mtandao, na imekuwa ni moja ya topic kwenye kampeni za viongozi wa chama cha upinzani. Najua pia kiongozi unayemzungumzia una ukaribu naye ni Dina, mwanamke mrembo. Kwa hiyo wewe ndio mpenzi wake, ndio maana mnafanya kazi pamoja, si ndio? Nani kakwambia yote Priscilla? Mimi nimemfollow Instagram, ana wafuasi kibao.
Wengi wanamjua japo haijulikani kama ndio mmiliki wa mtandao wa Chato. Baada ya kusikia una ukaribu naye, nikajua moja kwa moja mnafanya wote kazi. Wasiwasi wangu sio wewe kufanya kwake kazi, maana mimi siwezi kukupangia. Kama anaozungumzwa ni sahihi, basi upaswi kuwa karibu na bosi Regina. Chochote kitakachomtokea, mimi ndio nitalaumiwa kwa kutokuwa makini. Aliongea huku akionekana kuwa serious. Hamza hakujua nini Priscilla aliambiwa, lakini alijua tu kwa mwanamke kama huyo anajali sana kitu kinachoitwa sheria. Priscilla, unaonaje tukifika Dar twende wote ukajionee mwenyewe na ndio utajua kwa nini nashirikiana nao? Aliongea Hamza, aliona ndio namna pekee ya kuondoa wasiwasi wa Priscilla na mambo mengine yaendelea. Wewe niamini, mimi tukifika tu twende wote. Aliongea Hamza mara baada ya kuona Priscilla na sita. Na kutokana sasa na msisitizo wa Hamza, Priscilla aliamua kukubali. Hata hivyo aliona kama Hamza ni mhalifu, kwa nini atoe kiasi chote kile cha pesa kwa ajili ya kusaidia watoto yatima? Ukweli ni kwamba tokea aambiwe juu ya hilo swala, alikuwa na wasiwasi na alitamani kumwambia Regina, lakini sasa aliona ni busara kuongea na Hamza kwanza. Baada ya masaa mawili kupita, hatimaye waliweza kufika mjini Dar es Salaam na Hamza alinyosha moja kwa moja mpaka Kijichi unapopatikana mgahawa wa chai wa Dina. Hamza mara baada ya kusimamisha gari alishuka na Priscilla naye alishuka, wakaingia ndani na mhudumu alivyomwona Hamza alitingisha kichwa kumkaribisha kwa adabu. Muda huo aliweza kusogelewa na Lawrence ambaye alionekana kuwa na haraka sana. Bro, karibu sana, ila madam ameenda kwenye kikao tokea asubuhi, ila naamini atawahi kurudi. Aliongea Lawrence na kumfanya Hamza kushangaa kidogo. Akasema kwenye kikao? Lawrence akasema ndio, ni juu ya lile swala la usiku ule. Aliongea Lawrence na kumfanya Hamza kuelewa. Afu isimu nilikuwa napita tu, sijawahi kuelewa anachouza hapa. Wanauza chai. Sehemu kubwa hivyo wanauza chai tu. Sio chai ya kawaida Priscilla, ni chai ambayo inatumia aina nyingi sana mimea. Ushawahi kusikia ginseng tea? Aliuliza Hamza akiamini Priscilla atakuwa anaangalia filamu za Korea. Ndio, nishawahi kuona kwenye filamu wa Korea wanashabikia sana chai. Unasema na hapo wanauza? Sio ginseng tu. Hapa wanauza kila aina ya chai maarufu zote duniani, ikiwa ni pamoja na Pandadang kutoka China, kuna Gyokoro, Yellow Gold na aina nyingine tu nyingi za chai. Aliongea na kumfanya Priscilla kushangaa, na alishangaa baada ya kuona kuna wateja wengi tu wakionekana kufurahia chai. Hawakuchukua muda mrefu kwa peke yao, Dina aliweza kurejea na alishangaa kumuona Hamza akiwa na mwanamke mwingine tena mrembo. Upande wa Priscilla pia alishangaa kumuona Dina kwa urembo wake. Ijapokuwa Priscilla alikuwa mzidi Dina, lakini muda huo muonekano wa kujiamini wa Dina umemfanya kuona ni kama amezidiwa vitu vingi. Sasa Dina akamuuliza Hamza kwamba Hamza, huyu msichana mrembo nani? Mbona unitambulishe? Huyu anaitwa Priscilla, ni mfanyakazi mwenzangu tu, lakini vile vile nimegundua leo ni rafiki yangu utotoni. Aliongea Hamza na kauli ile ilimfanya Dina kujiona mdogo mbele ya Priscilla, maana licha ya kwamba alikuwa amevalia mavazi ya kawaida lakini alikuwa ni mrembo haswa. Hello, naitwa Dinak. Ndio bosi wa hapa. Baada ya Dina kujitambulisha hivyo kwa Priscilla naye akasema nimefurahi kukufahamu Dina. Aliongea Priscilla sasa akimpatia mkono, lakini alionyesha hali ya wasiwasi. Hamza akasema Priscilla, unaonaje sasa? Huyu Dina unayemuona anafanana na mtu mhalifu? Aliuliza Hamza, lakini upande wa Priscilla ni kama alianza kukosa utulivu. Kule ni kwamba alikuwa akizidi kujiuliza inakuwaje Hamza anakutana mara kwa mara na wanawake warembo alafu wote wanaonekana kana kwamba wanampenda. Dina mara baada ya kusikia kauli ya Hamza ni kama sasa alielewa kwa nini amekuja na mrembo huyo, hivyo alichukua nafasi ya kujielezea. Priscilla, japokuwa kwa nje tunaweza kuonekana kama wahalifu, lakini biashara zetu hazihusiani na masuala ya kihalifu. Tofauti ya biashara zangu na za kawaida ni kwamba tu tunamalizana na wateja wetu kibiashara bila ya kuhusisha sheria. Priscilla alimwangalia Dina kwa wasiwasi, lakini tabasamu la Dina lilimfanya kushindwa kujizuia kumwamini. Akauliza, ni kweli? Sasa Dina akasema, unadhani mimi nakudanganya? Kama kweli sisi ni wahalifu, unadhani ingekuwa rahisi kwa serikali kutuangalia tu bila kuchukua hatua yoyote? Ijapokuwa wapo wengi wanaotusema mabaya kama wahalifu, lakini tunacheza nafasi kubwa ya usalama ndani ya nchi. Kama uniamini mimi, unaweza kumuuliza hapa Hamza au unaweza kumwamini Hamza. Unadhani ni mtu mbaya ukimwangalia? Sawa, sisi tunaitwa wahalifu, lakini ukimtazama Hamza anaonekana ni mhalifu kweli. Aliuliza hivyo Dina, na kauli yake ilimfanya Priscilla kukumbuka Hamza muda mchache uliopita
alikuwa ametoa kiasi kikubwa cha fedha kwa ajili ya watoto yatima, tena wakati ambao kituo hicho kilikuwa kikihitaji msaada kwa kuwa nje ya bajeti. Walikuwepo matajiri wengi ambao walikuwa na uwezo wa kuchangia zaidi ya milioni 900, lakini wengi wao michango yao haizidi hata milioni 400. Afistoshe, kwa muonekano wa Hamza, alionekana kama mtu ambaye ana uhitaji wa hela. Kama sio hivyo, kwa nini akubali kuajiriwa na Reji kwa ajili ya mshahara wa 700,000? Baada ya kufikiria yote, aliona wasiwasi wake ulikuwa bure tu na hakupaswa kumshukuru hata kidogo. Dakika ile ni kama sasa ndio anaanza kumuona Hamza kama rafiki yake utotoni ambaye alikutana naye kituoni. Ile furaha ya kumjua Hamza kama mtu aliyepotezana naye ilianza kuchipua. Priscilla akasema, Hamza, sorry kwa kukushuku. Ningejua nisingetamsikiza Lea, kwa sababu naona tu kama alikuwa anaongea ujinga wake tu. Wote mnaonekana tu kwa watu wazuri. Lea ndo nani na kwa nini nakuambia mambo yangu? Lea ni jirani yetu tu na ni kama rafiki yangu wa muda mrefu. Alikuja nyumbani na kuniambia alikuwa Tanganyika Club na aliwaona wewe na Dina mkiwa pamoja. Amesema wewe ni mhalifu, hivyo nichukue tahadhari. Aliongea na kumfanya Hamza kumgeukia Dina. Akauliza kwamba ile siku kulikuwa kuna mwanamke yote aliyeitwa Lea. Dina akasema sijasikia jina la Lea, halafu ile siku ilikuwa tofauti na watu wanazopendeleaga kuja kuchukua mazoezi, hivyo hatukukutana na watu wengi. Priscilla, nadhani umejionea mwenyewe licha ya kwamba ni kweli chatu inachukuliwa kama mtandao wa kihalifu. Sio swala la kumfanya mtu awe na aibu kama sheria zinafuatwa, hivyo usio na wasiwasi sasa. Aliongea na kumfanya Priscilla kuwa yani ule sasa mzigo wa wasiwasi kuutua, maana swala hilo lilikuwa likimuumiza kichwa sana. Kama mwajiri aliona amemuingiza bosi wake kwenye hatari na kutafuta namna ya kumuondoa kwenye hatari, lakini baada ya kuongea na Hamza na kuonyesha hali halisi, wasiwasi ulimtoka. Dina akasema haya yameshaisha sasa jamani. Priscilla, unaonaje tukiwa dadas? Njoo nikuonjesha ladha ya chai tofauti. Aliongea Dina kwa furaha huku akiagiza chakula pia, maana Hamza alikuwa na njaa. Dakika chache mbele walijikuta washazoeana na kuanza kupiga soga na kucheka. Priscilla alijua vitu vingi sana kuhusu chai na faida zake kimwili, na mwisho siku aliona ni heri kunywa chai kama njia ya kujichangamsha kuliko mvinyo uliojaa pombe. Dina alidhamiria kumfanya Priscilla rafiki yake, pengine ni kwa sababu ya Hamza, na ili kukazia alimwalika Priscilla kwenda naye kwenye sherehe ya uzinduzi wa album ya msanii maarufu. Dina alikuwa amealikwa, hivyo alimchagua Priscilla kwenda naye. Kwa sababu Priscilla alikuwa akijua juu ya uzinduzi huo, alikubali. Naona amani imerudi sasa, maana ulikuwa ukiniangalia kwa wasiwasi mno, aliongea Hamza wakati sasa akimsindikiza Dina kuelekea nyumbani. Akajibia kwamba wasiwasi wangu haukuwa wewe kufanya wapi kazi. Wasiwasi wangu ulikuwa juu ya Regina na kampuni. Unamjali sana Regina. Sijui kama na yeye anakujali kama unavyomjali. Mimi sina mashaka kabisa na Regina. Alivyo serious utadhani ajali, lakini ukimwona anaweka hisia zake wazi kukuonyesha kujali, huwa inanigusa sana. Unajua nimekuwa naye na namjua vizuri. Aliongea na Hamza, yeye alijua hilo maana hata Eliza aliongea. Okay, vipi yule mtoto mwenye mashavu kule Morogoro niliyekutana naye miaka zaidi ya 20 iliyopita? Aliuza Hamza na kumfanya Priscilla kuona aibu. Ilionekana udhaifu wake ni kuambiwa alikuwa na mashavu makubwa akiwa mdogo. Wakati nikiwa mtoto, unajua nilitelekezwa na mama kule kituoni kwa baba Iza, na mimi sikuwa hata kumuona mpaka leo. Aliongea Priscilla na kauli ile ilimshangaza na kumgusa Hamza. Akauliza, mama yako alikuacha kule kituoni, ilikuwaje? Ni story ndefu, ila ni kipindi tu ambacho baba alikuwa nje ya nchi kwenye mafunzo ya kijeshi. Mama alionekana kutokumpenda baba. Pengine ilikuwa ni kutokana na kusafiri kwake, ndio maana alipoteza hisia na mpaka akaamua tu kunitelekeza kituoni. Baba Iza ni ndugu wa baba upande wa bibi. Sasa baada ya baba kurudi nchini ndio aliambiwa nipo kituoni na kuja kunichukua. Kwa hiyo na mama yako sivyo yuko wapi? Mimi mama sijui alipo mpaka sasa, ila tetesi zinasema itakuwa tu anaishi nje ya nchi, maana alikuwa na mahusiano ya siri na mtalii. Sasa sijui, labda baba anajua anapoishi, ila mimi sijui hata kumuuliza. Aliongea na kumfanya Hamza kumwonea huruma. Kila mwanamke aliyekuwa naye alikuwa na matatizo upande wa mama, lakini ilionekana Priscilla alikuwa na uchungu zaidi. Kutelekezwa lazima itakuwa anajihisi mama yake ni hakumpenda. Hamza wakati sasa akifikiria namna kumfariji, mdau sasa wakiwa mkabala na chuo cha TIA, walikuwa
walisimamishwa bwana na trafiki. Dakika hiyo hiyo baada sasa Hamza kusimamisha gari pembeni, gari mbili ziliongezeka kutoka nyuma yao na mbele yao, yani ni kwamba ni mbele ilikuwa kuna gari na nyuma ilikuwa kuna gari. Na kulikuwepo pia na defender ya kijeshi, jambo ambalo lilimfanya sasa akunje sura na kujiambia kumekucha. Wapita njia walivutiwa, maana ni mara chache sana kuona jeshi la ulinzi kuzingira gari mbele na nyuma kana kwamba yani wanakamata mhalifu, maana wengi walizoea tu kazi hiyo ufanywa na jeshi la polisi. Lakini sasa kinachofanyika hapo, kuna jeshi la ulinzi. Muda ule mlango wa gari aina ya Jeep ulifunguliwa na alitoka mwanajeshi aliyevalia combat za jeshi. Alikuwa ni Afande Mdudu, akitanguliwa na wanajeshi wengine, na wote walizingira gari ya Hamza huku wakimwamrisha atoke. Nadhani utakuwa unamkumbuka Afande Mdudu Asa Priscilla alijikuta akitetemeka mno kutokana na tukio lile, na alimwangalia Hamza na kushangaa alikuwa katika hali ya utulivu. Sasa Priscilla kauliza Hamza, nini kinaendelea? Mrembo huyo aliuliza huku akiamini pengine ni kutokana na Hamza kujihusisha na mtandao wa karifu. Priscilla, usiwe na wasiwasi, najua unachotaka. Ngoja nitoke, wewe utatangulia nyumbani tu, tutawasiliana. Aliongea Hamza, lakini kauli yake haikutosha kumtoa Priscilla kwenye wasiwasi. Na Hamza baada ya kutoka naye alitoka. Afande Mdudu, nini tena tatizo? Aliuliza Hamza mara baada ya kutoka nje ya gari. Hamza mzee, naitwa Meja Mdudu, Captain kikosi namba 2 kitengo cha usalama wa nchi. Rasmi kuanzia sasa hivi upo chini ya ulinzi kwa tuhuma za mauaji, kusababisha ghasia na utekaji. Baada ya Afande Mdudu kuongea hivyo, alitoa nyaraka na kumuonyeshea Hamza mbele yake. Ilionekana kweli ni nyaraka ya kukamatwa kwake iliyosainiwa na wakubwa. Hamza macho yake alisinyaa. Ilionekana hawa wanajeshi walikuwa wakimfuatilia kwa muda mrefu na hawakutaka kumkamata mbele ya Dina, wakijua kuna uwezekano angemkingia kifua, ndio maana wakamwekea mtego wa kumkamatia njiani. Japo Hamza hakupenda kukamatwa mbele ya kadamnasi ya watu na mbele ya Priscilla ambaye ndio kwanza anatoka kumtoa hofu ili aendelee kumwamini, lakini hakuwa na jinsi zaidi ya kutii shuruti. Naona mnaniwinda sana kama mizimu, aliongea na kumfanya Afande Mdudu kucheka kwa furaha. Hiyo unadhani ilikuwa nikikuogopa? Kabla ya kuwa mwanajeshi mimi ni raia wa hii nchi, na kabla kuchukua hatua lazima niwe na ushahidi wa kisheria. Kwa mtu hatari kama wewe, ushahidi wa uhalifu wako ninao, hivyo ninakukamata. Kwa hiyo unajiona raia unayetii sheria sana, si ndio? Lakini sio wewe juzi uliyetaka kumfusi mwanamke kwenda kumuoa, na hiyo pia ni sheria ya nchi, aliuliza Hamza na kumfanya kamanda kunyoya. Bwana, haina haja kubadilisha topic bwana. Mimi nipo hapa kikazi, umesikia? Afu sina muda wa kuongea ujinga na wewe. Kama unajua kuwa mtii na tuondoke pamoja. Anaongea kamanda Mdudu, maana alijua kama Hamza akitaka kuwakimbia wanaweza wasimzuie. Lakini mbele ya mwanamke kama Priscilla walijua ndio njia rahisi ya kumkamata na kumfanya t-shirt. Na ulikuwa ni mpango tu. Sasa Hamza alishia kutoa tabasamu la uchungu na aliona Mdudu alikuwa na akili kidogo kwa kutaka kumkamatia mbele ya Priscilla. Sasa Priscilla Hamza alitaka kuongea neno, lakini jicho alilokatwa na wanajeshi hao lilimfanya kukosa nguvu ya kujiamini. Sikia Priscilla, usiwe na wasiwasi na usifikirie mbali. Nitakupigia simu, ili jambo likisha mimi nitakupigia simu na nakuhakikishia sitafanya kosa lolote. Hivyo hautanifanya chochote. Wewe mwalifu, hebu acha majigambo basi kujisafisha mbele ya mwanamke. Wewe umefanya au hujafanya sisi ndio tunajua. Aliongea Mdudu. Kwa jinsi wajeda hao walivyokuwa serious, Hamza aliamua kutii amri na alimwangalia Priscilla kwa macho wasiwasi. Hamza akasema, nitakupigia simu Priscilla, na kuahidi nitakupeleka kwenye sherehe aliyokuahidi Dina mimi mwenyewe. Priscilla akasema, hiyo ni ahadi? Hamza akasema, ndio ni ahadi, hivyo acha wasiwasi. Aliongea Hamza na kishingo pande Priscilla alikubali na kumfanya sasa Hamza kuvuta pumzi. Mdudu pale pale alitoa ishara kwa wanajeshi, yani kwa mwanajeshi mwenzake, na Hamza alivishwa pingu na aliingizwa ndani ya gari na kuondolewa kwa speed kuelekea mjini. Sasa baada ya kupandishwa kwenye gari, walichukua uelekeo wa kurudi Mbagala, na ndani ya dakika chache tu walikunja kushoto na kuingia katika kambi ya jeshi. Eneo hilo licha ya kuhifadhia maghala makubwa ya silaha za kijeshi, lakini vile vile lilikuwa na gereza la siri ambalo hufungia wafungwa maalum. Ndio gereza ambalo mara nyingi lilitumiwa na kitengo cha Malibu na 9 kwa ajili ya kuhoji na kutesa kupata taarifa. Sasa Hamza mara baada ya kutolewa kwenye gari ndani ya eneo hilo,
alipelekwa mpaka kwenye nyumba ambayo ilikuwa imejengwa kwa mawe. Jengo hilo lilionekana kama ngome ambayo haina madirisha. Mara baada ya kupitishwa kwenye mlango mpana wa chuma, hatimaye aliingizwa kwenye chumba maalum cha mahojiano ambacho kilikuwa kama sero. Chumba hicho kilikuwa kimezungukwa na vioo vigumu ambavyo havipitishi risasi na hata kuhimili mlipuko wa bomu la kawaida. Kulikuwa kuna kila aina ya ufundi uliotumika eneo hilo kuhakikisha usalama, na ilimshangaza Hamza huku akijiuliza kama kuna mtu ambaye aishawahi kufikishwa ndani ya eneo hilo. Hamza alikarishwa kwenye benchi na kujikuta akigeuza macho na kugundua kulikuwa kuna kila tahadhari zilizochukuliwa. Ilikuwa ni kama vile waliomleta hapo walikuwa kimhofia na kujikuta kutamani kucheka. Lakini kitendo cha kuona namna ambavyo chumba hiki kimejengwa, aliamini pengine Tanzania sio nchi ya amani kama ambavyo alitarajia. Pengine kuna mambo mengine yanaendelea chini kwa chini. Ikumbukwe kwamba kutengeneza chumba kwa vioo ambavyo vina uwezo wa kuzuia risasi na bomu, gharama yake ni kama kutumia dhahabu. Sasa kama nchi imeamua kutumia kiasi chote hicho cha hela kujenga eneo hilo, aliona haiwezi kuwa bure. Haikuchukua dakika nyingi, wanajeshi kadhaa waliovalia combat za jeshi waliingia wakiongozwa na Afande Mdudu. Mmoja kati yao alikuwa amevalia combat za jeshi la polisi zenye cheo cha kamishna. Afande Mdudu alikuwa na tabasamu kama lote. Kitendo cha kumuingiza Hamza kwenye eneo hilo, alijiona mshindi na hakuwa na wasiwasi tena. Sasa Mdudu akasema, Hamza, huu ni Kamanda Wazo, mkuu wa kitengo cha Special Crimes. Huyu mwingine ni mtaalamu wa mahojiano aliyetumwa kutoka makao makuu ya polisi. Anaitwa Afande Maningi. Hawa ndio walikuwa busy kudili na kesi yako. Hivyo unapaswa kutoa ushirikiano kwa kuwajibu kila utakachokuuliza bila kupindisha. Aliongea hivyo Mdudu. Sasa baada ya kuwatambulisha, Afande Mdudu alivuta viti viwili na kuwapa ishara wale maafande kukaa. Wote walionekana kuwa na vyeo vikubwa kuliko hata Afande Mdudu. Hata ambaye alikuwa na sare za jeshi la polisi alionekana pia ni mwenye cheo kikubwa kutokana na vyeo vilivyokuwa kwenye sare yake. Sasa Afande Wazo aliwapa ishara ya kuondoka wanajeshi wote waliokuwa wamefuatana nao. Sasa Kamanda Wazo akasema kwamba mnaweza kuondoka. Huyu mfungwa yupo kwenye selo yenye ulinzi mkali. Hata kama ana uwezo mkubwa hawezi kufanya chochote. Sasa Afande Maningi akasema anachomaanisha kamanda, mahojiano haya yanapaswa kuwa siri. Hivyo mtupe nafasi ya kufanya kazi yetu. Anaongea Afande Maningi na kufanya wale makomando na baadhi ya wanajeshi wengine kutoka ndani ya eneo hilo na kuacha. Sasa Hamza akauliza, hili gereza lenu ni la kisasa mno, mnalihitaje? Aliuliza Hamza huku akichezesha miguu chini. Afande Mdudu akasema, ukisikia Dragon Lair ndio hili gereza. Hakuna mtu ambaye aishawahi kuingizwa hapa akatoka kwa hiari yake, hata kama ana uwezo namna gani. Tunao uwezo wa kukufungia hapa mpaka ukafa. Anaongea Afande Mdudu kwa kicheka. Hamza akasema, kwa maelezo yako hata mimi naamini hili gereza ni la hatari. Hamza naye alijibu kwa kitabasamu. Sasa kamishna akasema kwamba Hamza, huna haja ya kuwa na wasiwasi. Sababu kubwa ya kukuleta hapa ni kutaka majibu juu ya maswali yetu. Kama huna kosa hatuwezi kukusingizia. Hamza akasema, maswali gani hayo afande? Sasa kamishna Maningi akasema kwamba kwa muda mrefu kidogo tulikuwa tukifanya uchunguzi juu ya maninja wanaojiita wawindaji kutoka Samar ambao walikutwa wameuawa wilaya ya Bagamoyo. Sasa baada ya uchunguzi wetu tulibaini wewe ndio mhusika. Hawa watu wametokea nchi ya Ufilipino na sio rahisi kuja Tanzania kwa kuuawa hivi hivi. Siku ya jana tumeweza kukamata wengine wawili ambao walijaribu kuzamia hapa nchini kama watalii. Na baada ya kuwafanyia mahojiano ya kina, wamesema kwamba wanafuatilia siri uliokuwa nayo juu ya kitu kinachoitwa Ark. Anaongea kamishna Maningi na kauli yake ilimfanya Hamza kukunja sura. Hamza alijiambia, ina maana wale wapuuzi hawakukata tamaa tu, au walikuja kufuatilia kwa nini wenzao hawakurudi. Lakini hata hivyo aliona haiwezekani. Mara nyingi wawindaji hao wa binadamu wakitumwa katika mission, kuna mmoja kazi yake ni kufuatilia kisirisili maendeleo ya mission hiyo. Hivyo Hamza aliamini kwa onyo alilotoa lingefika kupitia huyo mwenzao. Basi Hamza akaambiwa kwamba Hamza, hawa bounty hunters inaonekana bado hawajakata tamaa na wamerudi tena nchini na kutaka hiki kitu kinachoitwa Ark. Kwa taarifa yako, hivi unajua kwa sababu yako nchi imeingia katika hatari huko mipakani kutokana na ongezeko kubwa la wahalifu kutaka kuingia nchini? Hamza akasema hilo kundi ni daraja B. Na kwa taarifa nilizokuwa nazo, kitengo chenu cha Malibu
kinahesabika kama daraja A kwa kuwa na wataalamu wengi wenye mbinu mbalimbali za kupambana mpaka na nguvu za giza. Kwa hiyo kinachoogopesha nini juu ya hawa wa Samar? Baada ya Hamza kuongea hivyo, akajibiwa kwamba hili sio swala la sisi kuogopa ama kutokuogopa. Tunachotaka kujua ni mzizi wa haya yote. Mpaka sasa maajenti wetu wanaendelea kuwahoji hawa wa Samar, lakini hatujapata majibu. Tunachotaka kujua kutoka kwako, hiki kitu kinachoitwa Ak ni nini? Kwa maelezo yao wanachosema Ak ni kama dawa ya uzima wa milele. Wengine wanasema Ak ni kitabu cha ufunuo. Sasa wewe tunataka tupatie majibu ya kipi ni kweli. Alafu pili, sisi kama serikali utupatie hiyo Ak ili tukutunzie. Vinginevyo uwepo wako hapa nchini unaweka usalama wa nchi rehani. Hamza akasema, useme tu na wewe unachotaka ni Ak. Kwa bahati mbaya hicho kitu wanachozungumzia ni uzushi tu wa kinadharia, ila hakuna kitu cha namna hiyo. Afande Manengi akasema, ongea ukweli wewe. Anaongea Afande Manengi sasa akipiga kofi meza. Afande akasema, hawa watu wamesema ya kwamba kitu ulichokuwa nacho kimetoka kwa mwanasayansi nguli wa kihistoria maarufu kama kichwa cha tembo au Dr. Ganesha, na ndani ya maabara yake aliacha anwani ya uelekeo wako, na ndio maana umekupata kirahisi hapa Tanzania. Kama ni kweli unafahamiana na Dr. Ganesha, basi wewe sio mtu wa kawaida. Taifa tulizokuwa nazo mpaka sasa haijulikani kama kweli Dr. Ganesha amekufa ama yupo hai. Na hata mara ya mwisho alipozushiwa kifo chake, iliaminika yupo hai baada ya kuwasiliana kwa siri na wewe. Kwa mantiki hiyo, lazima utakuwa na taarifa ya siri ambayo hutaki kuongea. Sasa ushasema taarifa ambayo usitaki kuongea. Kwa nini nikwambie sasa Afande? Wewe mbona adabu wewe? Wewe vipi wewe? Endelea kuongea dharau uone kitakachokupata. Hivi unajua wewe nani hapa ndani? Wewe ni mfungwa. Na ukaendelea kuongea uongo wako, usije ukalaumu tukichukua hatua nyingine kali zaidi. Elezea hizo hatua kali zaidi nizifahamu, aliuliza Hamza huku muonekano wake ukibadilika pale pale. Kabla hajaongea alizuiliwa na Afande Manengi. Akaambiwa kwamba Hamza, huna haja kuwa mkali juu ya hili. Sisi jukumu letu kama wanajeshi ni kuhakikisha usalama wa nchi unaendelea kudumu, na kwa kuwa wewe ni raia wa nchi yetu, tunapaswa kujua hiki kitu kinachoitwa Ak ni nini ili tupate namna ya kukulinda bila kuathiri usalama wa nchi. Ukituambia kila kitu, sisi hatutafanya mambo kuwa magumu kwako. Afistoshe, tunajua wewe sio mtu wa kufanya vitu ambavyo vinaweza kuumiza usalama wa nchi. Kwa hiyo ni wewe unayetaka kujua hii siri ama ni serikali inayotaka kujua? Sisi kujua maana yake serikali imejua, Wewe weka tu wazi Ak ndio nini bwana. Okay, kama serikali ndio inayotakiwa kujua, basi itifaki ya vyeo inapaswa kuzingatiwa. Aliongea na kauli ile ilimfanya hata Mdudu kushangaa. Akauliza, unataka kumaanisha nini Mr. Hamza? Namaanisha kwamba taarifa unayotaka kujua ni nyeti mno na inaingia katika taarifa za juu za siri za nchi. Hivyo kwa cheo chako hutoshi. Itifaki hapa ifuatwe, nataka kuonana na kiongozi wa juu wa jeshi daraja S. Aliongea na kauli ile iliwafanya wote kutoa macho. Katika nchi yoyote msikilizaji, ngoja hapa nikupe siri. Licha ya rais kuwa na madaraka makubwa ya kujua siri nyingi za nchi, haimaanishi eti kwamba anaweza kujua kila siri ambayo anataka kuifahamu. No. Itifaki ya clearance ya siri za nchi huanzia daraja E, ambao hawa mara nyingi ni polisi au wanajeshi wa kawaida tu kama wadoria. Siri ambazo hawa wanajua ni zile ambazo mara nyingi zinahusiana au zinahusisha matukio ya eneo husika ambazo hazina athari kubwa za kiusalama hata zikiwa wazi. Mara nyingi maelekezo ya siri hizi hutolewa kwa mdomo tu kama onyo la kutokuongea chochote. Umeelewa? Hilo ni nini? Daraja E. Daraja D, hili ni daraja msikilizaji ambalo huhusisha polisi au wanajeshi, pia wale polisi wa vyeo vikubwa ambao wengi wao wanafanya kazi mpaka kwenye vitengo vya usalama wa taifa. Hawa wanakuwa daraja D kwa sababu watu wa daraja E wote huwasilisha hizi taarifa kwao na kuamua ni siri gani iwekwe daraja lipi. Yaani iwekwe daraja lipi. Au daraja D. Daraja C, hili linahusisha siri zinazoendelea katika vikosi maalum kama vile tukio la Hamza kuua wawindaji kutoka Samar. Sasa hiyo operation inasimamiwa na vitengo maalum vya uchunguzi, na mara nyingi hapa unaweza kuwakuta polisi au wanajeshi, mfano wa Afande Mdudu na kuendelea. Tumeelewana daraja linalofuatia sasa linakuja daraja B, halafu linafuatia daraja A. Sasa daraja A hapa anazungumziwa rais wa nchi. Umeelewa ambaye tunaweza tukamuita ni amri jeshi mkuu,
na baadhi ya viongozi wenzake wa juu. Mara nyingi ikitokea siri ambayo inahitaji operation ndani ya eneo la tukio, hapa wanahusishwa watu wa daraja B. Daraja B anaweza kuwa mwanajeshi yote. Najua unaweza kujiuliza daraja B ni nani sasa? Daraja B ni anaweza kuwa mwanajeshi yote tu, anayeweza kuwa hata na cheo cha captain, lakini akawa na clearance ya kujua siri zote zinazoendelea katika daraja B kwa kibali maalum kulingana na kile anachofanya uchunguzi. Siri zote ambazo zinatokea katika daraja A, yani ngazi ya rais, ambazo ni nyeti, hupewa hadhi ya top secret, na hizi watu wanaopewa clearance ya kuziona ni daraja S. Sasa katika daraja S sasa katika itifaki hiyo ni daraja ambalo linajitegemea kabisa, na hili ndio huwa na uwezo wa kujua siri kubwa za nchi, yani top secret, siri ambazo hata kama rais anazihitaji apewi, au kama akizitaka anapaswa kuomba ruhusa kwanza kwa watu wa hili daraja. Rais anaweza kujua siri za daraja S, lakini ni baadhi, na mara nyingi siri hizo zote huwa zinatokea katika kipindi chake cha uongozi. Lakini ikitokea anahitaji siri ambazo zimetokea katika uongozi uliopita, ambazo zipo chini ya daraja S, ni mpaka apate kibali ambacho kinaambatana na sababu maalum, na ikitokea kikataliwa, hana cha kufanya kisheria, hana. Bila shaka msikilizaji, kuna baadhi ya taarifa nyeti sana ambazo baadhi ya wanajeshi wanajua siri hizo wakati wa uchunguzi, lakini hata kama walihusika kwenye uchunguzi wakitaka taarifa hiyo, hawezi kupewa ruhusa. Hayo madaraja ni mfano tu, ila kila taifa msikilizaji lina itifaki zake namna ya kutoa hizo clearance, lakini zinakuwa katika mtiririko huo katika kuhakikisha usalama wa nchi unazingatiwa. Lakini pia kuna itifaki ambayo inahusisha kujuana nani ana clearance ya daraja lipi. Kwa mfano, asilimia nyingi ya wanausalama ambao wana clearance ya daraja C hawajui nani ana clearance ya daraja S. Kwa mfano, kuna matukio ambayo yakawa yametokea katika uongozi wa kwanza wa serikali, si ndio? Matukio kama haya, licha ya kwamba kuna uwezekano wa kuyafuta, lakini serikali kama serikali haipaswi kuyafuta kutokana na kwamba kuna siku yanaweza yakahitajika, hivyo hutunzwa katika daraja la siri nyeti za nchi. Sasa Hamza alikuwa akitaka kutoa siri yake kwa mwanausalama ambaye yupo daraja la juu kabisa ambalo ni S, kitu ambacho kiliwafanya Mdudu na wenzake kumuona kama ana kichaa. Sasa afande Mdudu akasema, hivyo una kichaa nini? Wewe ni nani mpaka tukuitie mtu wa cheo hicho? Anaongea afande Mdudu sasa akionyesha kutokuridhishwa na Hamza kabisa. Afande Wazo akasema, Hamza, unapaswa kutuambia ukweli. Haina haja kutupotezea muda, la sivyo tutatumia njia za mateso. Sasa afande mwingine akasema ya kwamba mimi nimekuona kama mtu ambaye una akili, lakini hapo unaonekana ni kama mtoto mwenye kiburi tu uliyejaa sifa kiasi cha kutaka kuonana kiongozi wa daraja la juu. Mnaongea sana, ila je, kuna hata mwenye fununu kati yenu juu ya hicho kitu kinachoitwa AK? Baada ya Hamza kuongea akaambiwa, kimya, kama hutaki kuongea ukweli hatuwezi kuendelea kukubembeleza hapa. Kwa hiyo mpo tayari kutumia nguvu kwa ajili ya hili, si ndio? Kama ni hivyo basi msije kwenda kinyume na maneno yenu. Anaongea Hamza kwa namna ya tahadhari. Mara baada ya kuona namna ambavyo Hamza alionekana kutokuwa na hofu, wote watatu walijikuta wakisaga meno yao kwa hasira. Kwa yale matukio machache waliokusha kuona, walijua kabisa Hamza uwezo wake sio kichekesho. Lakini bado walishangaa kama alikuwa kwenye gereza lao la pango. Kwa nini bado anaonesha ukiburi? Sasa afande Maningi akasema kwamba kama unataka kuonana na kiongozi ambaye ana clearance daraja S, tukwambie tu kwamba hata sisi hatuwajui hawa viongozi, maana majina yao ni siri. Pili, hata kama tunamjua mmoja wapo, ni watu ambao hatuwezi kuambia kiwepesi, lazima hatua za maombi pamoja na sababu za kueleweka zitolewe. Kwa hiyo hili ombi ambalo unataka halina mantiki, hivyo hakuna namna tunaweza kulitimiza. Anaongea afande Maningi. Sasa Hamza akasema, kwa ulichoongea ni sahihi kabisa. Kwa vyeo vyenu hapa sioni kama kuna ambaye atakuwa na wajua hawa watu wa usalama wenye madaraja hayo ya clearance. Mnaonaje tukifanya hivi? Kwa uelewa wangu, katika kila idara ya ulinzi na usalama hapa nchini wapo 2 au 3. Anaongea Hamza, na kauli yake ilimfanya afande Mdudu na afande Wazo kuonyesha hali ya wasiwasi, maana hawakujua Hamza imekuwaje akawa na taarifa hiyo, maana taarifa yenyewe ni siri ya daraja C. Kuhusu mtu ambaye nataka aje hapa, kama sikosei cheo chake kitakuwa ni maarufu kama mshauri wa jeshi. Anaongea Hamza
kana kwamba anajaribu kukumbuka jina, lakini sasa kauli yake iliwafanya wale wanajeshi kushtuka. Afande Mdudu akasema, unafahamiana na mshauri mkuu? Aliuliza Afande Mdudu, maana alikuwa akifahamu mshauri mkuu ndio huyo mshauri mkuu wa jeshi. Sasa Afande Maningi akasema, Mdudu anazungumzia mshauri yupi? Asa baada ya Afande Maningi kuongea hivyo, sio kama eti hakujua, ni kwa sababu kulikuwa kuna washauri wengi na wote walikuwa na wanajeshi. Sasa Mdudu akasema, ni Jenerali Afande Midu Siwa. Unaweza kumuita mkuu wa vitengo vyote, kuanzia kitengo cha 9 Malibu na kuendelea. Hana cheo maalum, ila anafahamika kwa jina la kodi kama mshauri mkuu. Kwa muda mrefu watu wanajua mshauri mkuu wa jeshi ni mkuu wa majeshi, lakini yeye ndio mshauri mkuu. Sasa kwa mtu ambaye upo nje ya jeshi huwezi kuelewa. Afande Midu alipaswa kuwa mkuu wa majeshi mara 2 mfululizo, lakini sasa alikosa kigezo cha umri na kuishia kutoa ushauri wa majina ya nani awe mkuu wa majeshi, huku yeye akijipachika cheo cha ushauri mkuu. Aliongea hivyo Afande Mdudu. Unajua msikilizaji, viongozi wengi wa kisiasa walikuwa kimheshimu sana Afande Midu kutokana na kwamba ndio ambaye alikuwa na cheo kikubwa katika utunzaji wa siri za nchi. Hivyo kwa lugha nyepesi alikuwa akijua siri nyingi mno. Kwa namna ambavyo Hamza alikuwa akiongea ni kama Afande Midu alikuwa akimjua na hata ni katika hilo, na ndio maana iliwafanya Afande Mdudu na wenzake kuwa na wasiwasi wakijiuliza amemjuaje? Sasa Afande Wazo akasema kwamba wewe unatuthibitishia vipi kama Afande Midu anakufahamu na kwa nini akubali kuonana wewe? Hamza akasema, akigoma kuja kwa jina la Hamza mwambie Mafi anataka kuonana wewe. Wakasema Mafi? Afande Wazo, Afande Maningi na Mdudu hawakujua jina hilo lilikuwa lina maana gani, ila limekaa kwa Kiingereza. Hamza akasema, fanyeni haraka bwana, maana najua yupo makao makuu ya nchi. Mimi nitatumia huu muda kujipumzisha kidogo mpaka akija, maana mmeshanichosha tu hapa, mmenichosha bure. Aliongea Hamza na pale pale alipandisha miguu kwenye benchi na kujinyosha akiwa amejiegamiza na kufumba macho. Ilikuwa sawa na kupumzika, maana kama kweli mshauri mkuu atatoka Dodoma mpaka kufika Dar, basi inaweza kuchukua angalau masaa 2 mpaka kupanda ndege na kuanza safari. Walikuwa hawajaridhika na maelezo ya Hamza, lakini Afande Wazo alikuwa makini sana na cheo chake. Hakutaka kurupuka mpaka awasilishe ripoti kwanza kwa mkuu wa kitengo chake, na kisha mkuu wa kitengo chake atoe taarifa kwenda kwa mshauri mkuu. Sasa Afande Wazo akasema, nitawasiliana na Afande Msuya na atajua namna ya kumfikishia taarifa Afande Midu. Weka watu hapa wao wanamwangalia. Basi baada ya kuongea hivyo huku akitoka, kisio ya Hamza ilikuwa chini ya mkuu wa kitengo msaidizi Afande Msuya, na kwa kufuata itifaki hata kama Afande Wazo alikuwa na namba ya mshauri mkuu basi asingempigia simu moja kwa moja. Sasa Afande Maningi akasema, basi ifanye hivyo Afande. Huyu haina haja ya kumwekea watu wa kuangalia. Hii sehemu hawezi kutoka hata kama ana uwezo kiasi gani. Aliongea Afande Maningi na wote walikubaliana naye. Msikilizaji, mji mkuu wa kiserikali licha kuwa na vumbi la kuchafua pamoja na jua la saa 9 mchana kwenda saa 10 kwa kali kwa watu wenye vyeo na matajiri, hawakusumbuliwa na hali hiyo ya karaha ya mji. Haikuwa nyumba kubwa sana wala ndogo sana. Ilikuwa ya wastani lakini yenye mazingira ya kuvutia ambayo yaliwakilisha hadhi ya mtu anayeishi ndani ya hilo eneo katika mtaa maarufu wa Mji Mpya. Upande wa eneo la bustani ndani ya nyumba hiyo walionekana watu wawili, mwanamke na mwanaume, wakiwa wamekaa katika eneo la bustani la kupumzikia pembeni ya swimming pool. Mwanaume alikuwa amevalia t-shirt ya rangi ya ugoro pamoja na jeans na American boot. Alikuwa na kipara na muonekano wake ulikuwa wa kawaida, lakini macho yake yalijaa umakini ulioonyesha utulivu wa akili. Upande wa mwanamke aliyekuwa naye alikuwa ni mrembo haswa, aliyevaa akapendeza. Nywele zake ambazo haikufahamika ni za bandia au asili zilikuwa ndefu na nyeusi zilizomfikia mgongoni. Alikuwa amevalia kana kwamba ni mgeni ambaye yupo ndani ya hilo eneo kwa ajili ya kumpagawisha mwanaume aliyekuwa pembeni yake. Sasa kwa sauti nzito yule mwanaume akasema ya kwamba ni watu wachache sana ambao wanaweza kucheza mchezo wa chess hapa nchini, na mmoja wapo ni wewe Sofia. Ijapokuwa nakwenda kushinda hii mechi, lakini niseme tu umezidi kuimarika tokea mara ya mwisho tulivyocheza pamoja. Sio mbaya. Licha huwezi kunishinda, pengine siku zijazo utafanikiwa ukiendelea na mwenendo huu. Aliongea mwanaume kwa sauti hiyo nzito, kisha alichukua chupa ya maji na kunywa kidogo huku akimsubiria yule mwanamke mrembo kucheza. Wawili hao walikuwa makini katika kucheza mchezo maarufu wa chess.
Mwanamke yule mrembo alionekana kukodolea ubao ule wa kuchezea kwa macho yenye hali ya kutafakari kwa kina. Upande wa mwanaume, simu yake ya button iliyokuwa na mkonga mkubwa ilianza kuita na alichukua na kupokea. Akiwa serious akasema ongea. Mara nyingi akipokea simu kupitia simu hiyo basi ni ya kikazi, ndio maana anakuwa serious. Basi akaambia kwamba mshauri mkuu, jina langu ni Afande Msuya. Akasema hebu acha kuzunguka bana, nishakufahamu, nenda moja kwa moja kwenye pointi. Anaongea kwa sauti ya amri na kama mtu ambaye hakupendezwa kupigiwa simu hiyo. Sawa Afande. Ipo hivi, kuna operation maalum ya kiuchunguzi ambayo inaendelea hapa kitengoni chini yangu. Katika operation hii tumeweza kumkamata mtuhumiwa anayefahamika kwa jina la Hamza Mzee. Nimepokea simu kutoka kwa wanausalama wakiwa wanamfanyia mahojiano na amekataa kutupa taarifa na anataka kuonana na wewe Afande. Hamza Mzee. Anaongea bwana huku sasa ikionekana kama vile anawaza wapi amesikia hilo jina lakini hakukumbuka. Mimi simfahamu mtu wa jina hilo. Hii swala mnaweza kudili nalo wenyewe bwana. Mimi sidhani kama inahitaji ushauri wangu. Sitaki ripoti za namna hii bwana kuripotiwa kwangu. Amesema Mafia anakuita. Aliongea na jina lile lilimfanya yule bwana mwenye sura ya maji ya kunde kukunja sura kiasi cha kumfanya mwanamke mrembo aliyekuwa pembeni yake kumwangalia kwa wasiwasi. Wewe, umesemaje? Hebu rudia vizuri. Amesema kama mtumbi kwa, yani kama umfahamu kwa jina la Hamza basi nikwambie Mafia anakuita. Sauti upande wa pili rudia na kumfanya yule bwana kuvuta pumzi nyingi na kuzishusha. Sawa, uambie unisubiri wasifanye chochote. Narudia, huyo mtu ambaye umesema anaitwa Hamza asichokozwe. Nitafika hapo ndani ya lisali moja au mawili vijayo kwa kutumia chopa ya jeshi. Mshauri, ni kweli unafahamiana na huyo Hamza? Wewe hata mimi simjui nani bwana mpaka nimuone mwenyewe. Aliongea na kisha pale pale alikata simu. Sofia, mimi nataka kwenda Dar es Salaam mara moja bwana. Na haraka vipi? Tuongozane wote ama? Mwanamke huyo mrembo baada ya kuambiwa hivyo aliyekuwa amevalia nguo za rangi nyekundu alishia kutingisha kichwa kukataa bila kusema neno. Basi bwana, naona kwa leo mechi yetu inaishia hapa. Isitoshe mimi sikuwezi bwana na kufanya usifurahie mchezo. Na kuambia patikane mtu wa kuendana na uwezo wako. Anaongea kwa namna ya yani ni kama kuvutia kana kwamba anamtega. Akamwambia kwamba nadhani kuna kitu kingine tunaweza kupimana uwezo. Jamaa aliongea na kauli yake ilimfanya yule mrembo ukauzu kumvaa pale pale. Na ghafla tu alinua mkono wake wa kulia na kuanza kuchezesha vidole katika muundo wa ajabu. Na haikuchukua hata muda mrefu. Vitu kama moshi hivi ulitawala vidole vyake. Akasema upo sahihi. Siku nyingine nitakuonyesha ufunuo niliopata kwenye kuvuna nishati za mbingu na ardhi. Afande akasema naisubiri hiyo siku kwa hamu kubwa. Aliongea Afande Himidu na yule mwanamke alitingisha kichwa na kisha akasimama na kitendo cha kuinama kama mchawi alipotea pale pale. Sasa masaa kama mawili hivi mbele katika eneo la kambi ya jeshi walionekana Afande Mdudu na wenzake wakipiga saluti mbele ya Kamanda Himidu ambaye alikuwa anashuka kwenye chopa huku akijitahidi kupotezea wasiwasi wao na tabasamu la kulazimisha. Sasa Afande Wazo akasema kwamba afande umetokea ghafla sana, tulikuwa tukipanga kuja kukupokea na escort. Anaongea Afande Wazo, lakini sasa upande wa Afande Himidu hakuwa na muda wa kuongea nao kwani baada ya kutoka kwenye chopa aliwapita. Akauliza kwamba huyo Hamza yuko wapi? Akajibiwa yupo ndani ya Dragon Lair Afande. Akasema nini? Yaani mmemfungia ndani ya hilo gereza? Vipi? Hakuwaletea ukinzani wote? Aliongea huku sasa akionyesha mshangao kidogo. Akajibiwa Afande, hakuleta ukinzani, pengine ameogopa wingi wetu. Lakini anaweza kutushindwa mmoja mmoja, lakini kwa wingi wetu hawezi kufanya chochote. Aliongea Afande Wazo kwa majigambo. Akaambiwa hivi, wewe una akili kweli wewe? Hivi unajua hata ninachomaanisha? Na kuuliza je, mpo salama? Aliuliza lakini swali lake liliwachanganya. Akasema kwamba afande unauliza kuhusu usalama ama? Aliuliza lakini Afande Midu hakutaka hata kuelezea kile anachotaka kumaanisha. Hivi hawa roboti wanajielewa kweli hawa? Maana ukuta anaongea na mizimu marehemu alishakufa zamani. Ndio maana nauliza, mmempeleka huko? Ukuta waliompokea hapo ni mizimu. Watu walishafariki zamani. Sasa afande huyo mara baada ya kuingia ndani na kumwangalia Hamza kupitia kioo kizito kilichokuwa mbele yake, mshangao ulivaa pale pale huku pumzi yake ikiwa nzito, yani ni kama vile ameona mtu ambaye hakutarajia kumuona. Sasa Afande Maningi akasema mshauri, yule ndio Hamza. Akasema nani aliyetoa wazo la kumfungia pale? Aliuliza akiwa serious na kuwafanya sasa Afande Wazo na Afande Maningi kuangaliana. Wao sio ambao walikuwa wamemkamata Hamza. Afande Mdudu ndo alifanikisha hilo na wao walipewa jukumu la kumhoji pekee. Sasa baada ya wote kumwangalia Afande Mdudu,
Na mshauri pia alimwangalia Mdudu akionekana anahitaji maelezo na kumfanya afande huyo sura yake kuzidi kuwa nyeusi. Akasema, afande, na ripoti kwako, mimi ndio nimemkamata. Asa afande Mdudu hakuona haja ya kujificha. Hivyo aliamua kuuvaa ujasiri na kusonga mbele. Yaani alisogea mbele na kutoa hiyo ripoti. Ukweli ni kwamba hata alipoomba ruhusa kwa mkuu wake wa mission ambaye ni afande Msuya, alipewa maelekezo ikitokea ameshindwa kumkamata Hamza basi ajisalimishe kama alichukua maamuzi peke yake. Ijapokuwa ilikuwa kweli Msuya alikuwa akitaka kumkamata Hamza, lakini alipingana na wazo hilo kwa kuhofia kile ambacho anaweza kufanya, lakini Mdudu ailazimisha. Sasa akaambiwa kwamba afande, nimemkamata kwa sababu mpaka sasa ameua watu wengi. Tulikuwa na wasiwasi kwamba hata akastopishwa, akaambiwa wewe haina haja kuendelea kuongea. Anaongea afande Midu akimkatisha njiani. Sasa akasema kwamba Mdudu, kama niko sawa, wewe ni mtoto wa pili wa mkuu wa majeshi aliyepita afande Mbwana, si ndio? Akajibu, ndio afande, babu yangu pia ni waziri mkuu mstaafu. Anaongea kwa kujiamini. Akaambiwa kwamba huna haja kuendelea kuelezea vyeo vya wanafamilia wako bwana. Japo ni kweli familia unayotokea ni ya watu maarufu, lakini haitoshi katika hali kama hii. Anaongea kumfanya afande Mdudu kuonyesha hali ya kuchanganyikiwa. Ukweli alikuwa akijiamini katika sehemu nyingi. Sifa za jina la familia yake lilikuwa likimtangulia katika maeneo mengi. Sasa alijiuliza inakuwaje jina lake, jina lake hapo lisitoshe, au afande anajaribu kuongea kitu gani yani? Sasa kauliza kwamba afande, umeulizia kuhusu familia yangu, hili swala lina uhusiano? Akajibu, unaweza kufikiria unachoweza, ila itakuwa vizuri kama ukiongea na baba yako kwanza, umuelezee kilichotokea leo, pengine inaweza kukusaidia. Anaongea, lakini kauli yake ilizidi kumchanganya Mdudu, kwani hakuwa akijua ni kitu gani amekosea. Hata upande wa afande Wazo na Maningi hawakuelewa mshauri anachojaribu kumaanisha ni nini. Akaambia kwamba acha kuonyesha dalili za kuchanganyikiwa bwana. Ninachomaanisha hapa, fanya kila namna kuokoa maisha yako. Akasema, lakini afande, bado sielewi. Yaani sijui kama kuna kosa lolote nimefanya kiasi cha kutaka kunipa adhabu. Akaambiwa, wewe una uwezo mdogo sana kufikiria. Na sijui aliyekupatia uongozi wa hii kesi alikuwa kilenga nini. Ninachomaanisha, yule mtu akitoka unaweza usiwe salama, na akiamua kukuua sitaweza kumzuia. Aliongea, na mara baada ya kusikia maelezo hayo alijikuta kitetemeka. Akasema, lakini afande, huyu si ni mfungwa huyo, sasa kwa nini tunamwachia atoke? Akajibiwa, afande, anachoongea ni sahihi. Sidhani kuna haja ya kumwachia huru. Ana siri juu ya kitu kinachoitwa AK, na inaonekana ni siri ya thamani kubwa mno inayofuatiliwa na watu wengi kiasi cha kuhatarisha usalama wa nchi. Afande Mdudu akasema, ndio afande, Hamza yupo pale na hakuna namna anaweza kutoka kwa hiari yake, labda tu tumwachie bila kujali uhalifu wake. Baada ya kuongea hivyo afande Mdudu, afande Himidu hakuwa akiwasikiliza kwa maneno yao. Hakuwa anajiongelesha tu. Macho yake alikuwa amemkazia Hamza ambaye alikuwa ashasimama tayari na kusogelea kioo huku akijivuta. Japo kwa ndani ya chumba hicho ilikuwa ni ngumu kuona anayeangalia nyuma ya kioo, lakini muda ule ni kama Hamza alikuwa akiangaliana na afande Himidu, kwani alitoa tabasamu la ishara ya usalama na kufanya hata afande Himidu kutabasamu pia, huku macho yake yakionyesha ishara ya heshima kwa Hamza. Sasa akasema kwamba hebu fanyeni haraka bwana, mfungulieni atoke bwana, mfungulieni atoke. Anaongea kwa sauti kubwa leo jao ubabe. Sasa kundi hilo la wanajeshi walishia kusita kupokea maagizo hayo. Hawakujua wamwachie Hamza ama wasimwachie. Afistoshe kwao walimuona kama mhalifu na mshauri anataka kuvunja sheria. Aya. Lakini sasa kilichotokea baada ya hapo kiliwafanya kuganda kama vile wamegeuka mawe ya barafu. Hamza alikuwa akipiga kuta za eneo hilo la ndani kana kwamba anajaribu kuona ni wapi kuna udhaifu na uimara. Sasa baada ya kuonyesha kuridhika na kugonga, alisogelea kioo na kuweka kiganja cha mkono huku sasa akionekana kufumba macho. Sasa mmoja akasema kwamba anajaribu kufanya nini? Anajaribu kufanya nini? Au amepata na uchizi wa ghafla? Mmoja aliongea kwa sababu waliamini kioo alichoshika Hamza kilikuwa ni kioo kigumu mno ambacho ni kipana kiasi kwamba hakiwezi kupitisha risasi wala kupasuka kwa sababu ya mlipuko. Sasa afande Maningi pale wasiwasi ulimuingia na alibonyeza kitufe ambacho kinasafirisha sauti. Akasema kwamba Mr. Hamza, tunakuomba utulie, tunakuachia muda si mrefu. Aliongea, alijua kama kweli Hamza anafahamiana na afande Himidu, basi kuna uwezekano asiwe wa kawaida. Avistoshe walikuwa ni wanajeshi wa kitengo cha kupambana na nguvu za ziada. Na kupitia uzoefu na stori nyingi walizozisikia juu ya mafunzo mbalimbali ya maajabu, walipatwa na hisia za hatari wakiamini Hamza anaweza kuwa na hayo mafunzo ya nishati za mbingu na ardhi.
Hamza aliendelea kushikilia kile kioo kwa nguvu na alionekana kama mtu ambaye anasali, kwani midomo ilikuwa ikicheza kwa kuongea. Na kabla hata wale wanajeshi hawajachukua hatua ya kumfungulia, eneo hilo lilianza kutetemeka kama vile ni mtikisiko wa ardhi. Kitu kile sasa kiliwafanya watoe macho washindwe kujua nini kinakwenda kutokea. Wakati wakishangaa, ghafla ule mtikisiko sasa ulipotea, lakini Hamza bado alikuwa ameshikilia kile kioo huku akiwa amefumba macho na kuendelea kuongea maneno. Ghafla tu macho liwatoka mara baada ya kile kioo walichoamini hakiwezi kupasuka hata kwa nyundo ya Captain America. Kile kioo kilianza bwana kutengeneza nyufa taratibu, kana kwamba kinapata kiwango cha juu cha moto. Yaani kilianza kutengeneza nyufa. Kwanza ujizi hii kioo kinawezaje kupasuka? Watu walijua kioo hata uchukue rungu ya pembe huwezi kupasua. Hazikupita sekunde 10 kioo chote kama vile yani ni glasi imedondoshwa chini, kwani kilipasuka vipande vipande. Bahati ni kwamba kioo hakikuwa kimoja pekee, yani kulikuwa kuna layers angalau 3 za vioo vinavyofanana. Sasa afande Mdudu akasema, afande Wazo, wewe umesema hivi vioo haviwezi kupasuka hata kama vipigwa na bomu. Imekwaje tena? Hapa bwana anaweza kuwa anatetemeka. Akaambiwa kwamba wewe inawezekana vipi kupasua kioo bila ya kutumia nguvu? Afande Wazo naye aliyekuwa kwenye bumbwazi aliongea hivyo. Sasa ilikuwa ni ngumu kukubali, maana walitumia kiasi kingi cha pesa kwa ajili ya ujenzi wa hilo eneo. Lakini namna ambavyo Hamza alikuwa akividondosha sio uwezo wa kawaida. Hamza kabla hata hajafikia kioo cha mwisho, afande Wazo alishikwa na hasira. Alitaka kujihakikishia kama ni kweli vioo hivyo vilikuwa vigumu au kuna tatizo. Hivyo mara baada ya kushika bunduki alianza kuvimiminia risasi, lakini hakuna risasi hata moja iliyoacha hata ufa, kwani zilidunda tu na kudondoka chini. Afande Mido akasema, "Nyie hakuna haja ya kufanya majaribio bwana. Hakuna tatizo kabisa na ujenzi wa hili eneo. Shida ni kwamba ana uwezo mkubwa mno, tena ni wa ajabu." Aliongea Afande Mido huku sasa macho yake ni kama amefurahi kuona tukio kama hilo. Hatimaye vioo vyote vilipasuka chini bila ya kupigwa ngumi, zaidi tu ya kuwekewa kiganja cha mkono tu. "Ase, kuna mwenye sigara kati yenu hapo?" aliuliza Hamza mara baada ya kutoka nje, lakini kila mtu alikuwa amemkodolea macho kana kwamba wameona mnyama. "Mnashangaa nini sasa? Au hamjawahi kuona kioo kikipasuka?" aliongea Hamza, na Afande Midu ndio aliyekuwa wa kwanza kushtuka. Akasema kwamba nyie naona hamjasikia? Pumbavje, hamjasikia? Hakuna mwenye sigara kati yenu hapo? Wazani Midu ni mjinga. Aliwageuka. Aliuliza sasa, na Afande Wazo kutetemeka aliingiza mkono kwenye mfuko wake, yaani mfuko wa combat, na kuchomoka na sigara pamoja na kiberiti. Sasa upande wa Afande Midu hakushangaa Hamza kuhitaji sigara. Kwa mtu wa kawaida anaweza kuona Hamza hakutumia nguvu kupasua vioo, lakini kwa uelewa wake alijua Hamza ametumia nguvu nyingi tu, japo sio zote. Unajua msikilizaji, kutengeneza resonance patcher kwenye kitu kigumu kama hicho haikuhitaji tu nguvu, lakini matumizi makubwa ya ubongo, na ili kupatia hivyo hufanya akili kupata hali ambayo inaweza kuondolewa na sigara au kilevi. "Kijana, naona mabadiliko makubwa mno. Umepata mke nini?" aliongea Hamza akimshika bega Afande Midu huku akiwa anatabasamu. Kwa namna ambavyo Hamza alianzisha mazungumzo na afande wa heshima kama huyo, iliwafanya Mdudu na wenzake kuzidi kushikwa na wasiwasi, na anaongea na unamshikashika bega yani kama msela tu. Afande Midu akasema, "Kama ningekuwa nimeshaoa wewe ungekuwa wa kwanza kujua, yani nifunge ndoa bila kukualika mlevi kama wewe." aliongea Afande Midu huku akicheka. Hamza naye akacheka akasema, "Utaachaje kunialika na unavyopenda vitu vya mteremko? Sidhani bila kutoa mchango wangu utataka kuoa wewe." Aliongea sasa na kumfanya Afande Midu kujikuta akicheka mpaka mabega yanamtingishika. Sasa muda huo Hamza alipata muda wa kuangalia watu waliokuwa ndani ya eneo hilo, na aliweza kuona kila mtu alikuwa akimwangalia kwa wasiwasi. "Nyie watu haina haja kujenga upya hivyo vioo. Ni kujitia hasara tu." aliongea Hamza huku akiwa na tabasamu la kejeli, lakini Afande Wazo na Afande Maningi walikuwa na wasiwasi mno. Sasa Afande Maningi akasema, "Ndio afande, tumekuelewa."
Aliongea huku sasa hana uhakika kama kumuita Hamza afande ni sawa ama amuitaje. Lakini kwa hali hiyo hata kama sio mwanajeshi utapewa wanajeshi tu. Kwa hiyo akajibu ndio afande, tumekuelewa. Alijaribu kubahatisha tu kwa namna yote ile ili tu kumtuliza asichukue hatua Hamza. Sasa mdole Hamza macho yake alitoa kwa afande Mdudu ambaye alikuwa akijificha ficha tu kana kwamba anatamani kuikimbia ama kulikimbia ile eneo. Kumbuka Mdudu ndo amemkamata Hamza. Afande Mdudu, unajua umefanya kosa gani leo? Anaongea Hamza na afande Mdudu alijikuta kitetemeka kwa hofu. Akasema kwamba sikupaswa kukukamata, naomba msamaha wako. Kunikamata alikuwa kosa kwa sababu ulikuwa ukifuata sheria na ulikuwa na ushahidi. Mtu kushurutisha watu kutii sheria sio kosa hata kidogo. Basi Mdudu akasema kwamba sawa, kosa langu itakuwa ni kutokukuheshimu. Aliongea sasa aking'ata meno kwa hasira. Mpaka dakika hiyo ameshindwa kujua kabisa Hamza ni mtu aina gani. Mbona anatisha? Mimi sio mtu akasirika kwa vitu vidogo vidogo kama hivyo. Hata mimi nisingekuongelesha kwa upole. Kosa lako kubwa ni kujaribu tu kunitengenezea udhaifu mbele ya mwanamke, huku ukiwa na uhakika mimi ni mhalifu. Umeshindwa kunikamata nikiwa kijichi na kuniwekea mtego njiani. Mpango wako haukuwa kunikamata ila kujaribu tu kunidhalilisha. Aliongea Hamza huku sasa akionyesha hali ya ukauzu, na swala lile lilimfanya afande Himidu kuingiwa na wasiwasi. Sasa akasema kwamba ni mtoto wa pili wa mkuu wa majeshi afande Mbwana. Babu yake pia alishawahi kuwa waziri mkuu. Nishajua yote tokea muda tu, lakini kwa mtoto wa nani haimaanishi ndio tiketi ya kuacha afanye atakavyo. Afande Himidu akauliza, kwa hiyo vipi unapanga kumuua? Aliuliza afande Himidu akiwa na wasiwasi, na afande Mdudu kwa woga alipiga magoti mbele ya Hamza akasema, Hamza naomba unisamee, nilikosea kweli. Aliongea lakini Hamza ni kama hakuwa hata na hiyo hasira ya kumuua kama alivyoulizwa. Alitaka tu kumtishia kidogo tu. Nisikilize, nikikuua mtu kama wewe nitaonekana kama mtu ambaye naonea dhaifu. Onyo langu kwako, usije kumsumbua Yones tena. Aliongea Hamza, na mara baada ya Mdudu kusikia kauli hiyo alijikuta akipatwa na uweni, huku akijiambia kwa muda huo ataacha kumsumbua Yones, lakini sio kama atamwacha kabisa. Akasema asante sana Hamza. Aliongea sasa akijifuta. Licha ya kwamba alikuwa mwanajeshi, lakini kweli ni kwamba alilelewa kimayai sana kutokana na utajiri wa familia yao, hivyo kumfanya kuwa ni mjivuni sana. Sababu ya Hamza pia kutokumfanya kitu chochote ya afande Mdudu ni kwa ajili ya afande Himidu. Alikuwa ni rafiki yake, hivyo hakutaka kumuingiza kwenye matatizo. Sasa afande Himidu akasema kwamba mnaweza kutoka nje sasa. Nataka kuongea na Hamza. Hakuna anayeruhusiwa kusogelea hapa. Aliongea afande Himidu. Mara baada ya hali kutulia sasa wote baada kutoka nje, afande Himidu ghafla tu alipiga goti kwa mguu mmoja huku akiongea kwa unyenyekevu. Akasema my prince. Hamza akasema natosha bro. Kwa nini unafanya hivi kama watu wengine bwana? Hatujonana kwa zaidi ya miaka 6. Lakini unaona bado hujasahau hizi itifaki. Nakumbuka kipindi kile ukiwa kambini, ulikuwa mjeuri mno. Lakini baada ya kuimarika, ukawa humble. Hakuna mtu yote ndani ya Tanzania hii inaweza kumpigia magoti, hata awe rais. Kwangu hii ni ishara ya kukuheshimu kama mwalimu wangu na bosi wangu. Vizuri, lakini naona sasa hivi unaitwa Himidu mshauri. Jina lako la Mephistopheles umelitelekeza, Huwa nakukubali sana maana hubadiliki, sio kama rafiki yako man. Aliongea Hamza. Kitu ambacho hawakukijua wakina afande Wazo na wenzake ni kwamba Mafi halikuwa jina la Hamza bali ni la afande Himidu, na alijua tu kwamba Himidu alijua tu kwamba akiambiwa Mafi atajua tu ni nani ambaye alikuwa anamuita hilo jina. Sasa akasema kwamba ukweli miaka 2 iliyopita niliposikia umestaafu, mwanzoni sikuwaza ni wapi utaenda, lakini nikukumbuka kipindi kile ulivyokuwa ukinisumbua kufahamu Kiswahili, nilijua tu lazima utakuwa hapa nchini na hisia zangu zilikuwa kweli. Nimefurahi kukuona sana boss. Anyway, unajua mwaka wa kwanza wakati nafika hapa nchini nilikuwa nikijiuliza nikutafuta au nipotezee. Isitoshe kati ya marafiki zangu wote wewe ndio ulikuwa Mtanzania pekee. Lakini mara baada ya kupata taarifa umejipenyeza kwenye jeshi la Tanzania, niliona nisikusumbue. Isitoshe mpango wangu ulikuwa ni kuishi maisha ya chini chini tu. Bosi hata usio na wasiwasi, mimi naelewa kabisa. Aliongea kwa kimwangalia Hamza kwa namna ya kumchunguza. Lakini bosi, kwa nini naona kama umebadilika sana? Mbinu uliyotumia kupasua vioo haifanani kabisa na ile niliyokuzoea nayo.
Ndio, sijatumia kabisa mbinu ya nishati ya mbingu na ardhi, maana nishachana nazo. Sasa kama ni hivyo umetumia mbinu gani sasa? Aliuliza huku sasa akiwa anashangaa. Ukweli ni kwamba hakujua kabisa ni kitu gani kinaendelea kuhusu Hamza. Usiwaze sana, mimi nimeshaachana na mbinu zote ambazo zimeshazoeleka. Sasa hivi nipo kwenye kitu kingine kabisa. Bosi, yani kila siku unaonyesha wewe sio mtu wa kawaida. Yaani umepata mbinu mpya na umeweza kujifunza ndani ya muda mfupi tu, na sasa unaonekana kama mtu mwingine kabisa. Yaani unatufanya sisi binadamu wa kawaida sasa tukosa kabisa hata tumaini. Unaweza nini sasa? Kama tungefanana unadhani ningekuwa bosi wenu? Wewe mshenzi sana. Unaja kuwaza sana, labda tu kama unataka kunipindua. Hamna bosi, hapana. Bado mimi najichukulia tu nipo chini ya himaya yako mpaka sasa. Alafu sio kama nina cheo kikubwa tokea nirudi kuliko kule. Sasa kwa sasa ndo kujishusha sasa. Ndani ya miaka 7 uliorudi nchini, umeweza kuingia ndani ya kitengo cha malebo na baadaye kuwa mshauri wa vitengo vyote vya usalama na ulinzi na kupanda cheo mpaka kuwa jenerali. Sio kazi ndogo kulingana na umri wako. Mafanikio yangu ni kama tu kichekesho nikijaribu kulinganisha na kwako. Afu bosi, istoshe kwa kujilinganisha na wenzangu niliowaacha, sidhani kama napaswa kusema nina mafanikio ya juu. Hamza aliona alichoongea kinaleta maana. Istoshe kwa kipindi kirefu walichokuwa chini yake, alikuwa kama kikwazo kwa mafanikio yao. Lakini wengi baada ya kuwaachia na kurudi kwenye mataifa yao, waliweza kupata mafanikio makubwa ndani ya muda mfupi. Walijikuta wakiongea kwa muda mrefu kidogo mpaka muda ambao sasa Afande Midu alikumbuka swala la Ak. Akasema, bosi, vipi kuhusu hili swala la Ak? Kwa nini watu wanakufuatilia nalo sana? Au ulikuwa mtego wa Ganesha nini? Ganesha aliniingia tu kwenye majaribu. Ni kama tu ananiambia hata kama nimekufa huwezi kuishi kwa amani. Unadhani sasa ni nani kajua kuhusu hii siri kama sio yeye aliyeisambaza? Mtu ananipa kitu alafu eti anawapa watu taarifa ili waanze kuniwinda. Huyo alichotaka ni kuona tu sipati amani. Hivi unajua ndio aliyenirudisha hapa Tanzania. Baada ya kunitumia ujumbe wa kila aina kwamba anakaribia kufa na yupo hapa, hivyo nionane naye kwa mara ya mwisho. Lakini mimi sikujua kama aliacha anwani kwenye maabara yake ili ijulikane nipo Tanzania. Nini? Kwa hiyo unamaanisha kwamba Dr. Ganesha alifia hapa nchini? Sasa maiti yake nilimtupia baharini. Aliniambia mwenyewe nifunge maiti yake na jiwe zito na kisha nimtupe. Aliongea Hamza huku akiwasha kwa mara nyingine sigara na kuvuta moshi kidogo. Sasa kama ni hivyo bosi, vipi kuhusu Yak? Ni siri gani? Maana kwa ninavyojua kama nipo sahihi, Ak maana yake ni alama ya msalaba ambayo ilikuwa ikiwakilisha uhai ndani ya Misri ya kale, si ndio? Upo sahihi. Ak ni ishara tu ambayo alitengeneza Nekbet, mungu wa Misri ya kale, kama ishara tu ya zawadi ya uhai kwenda kwa Farao. Sababu ya Dr. Ganesha kuipa siri hii Ak ni kwa sababu tu ni siri tu ambayo inahusisha na uhai wa binadamu. Ushawahi kusikia mtu yote anasema simulizi ya njiwa juu ya mti uzima? Nakumbuka nishawahi kusoma hiki kitu kwenye deep web. Nilichukulia tu kama uzushi, lakini walisema kuna dokta kagundua siri juu ya kwa nini binadamu anakufa mapema. Unadhani nimeanza kuelezea juu ya Nekbet ili ulichukulia hili swala kama hadithi za kale? Kwa hiyo bro, unasema Ak ni kitu cha enzi ya Farao na au unamaanisha nini? Kama ulivyokusha kusema, Ak ni ishara tu ambayo imetumika kuficha siri juu ya hatua za uhai wa binadamu ulivyo. Chukulia ni kama tu maandiko ya enzi hizo yameonekana sasa hivi kwa lugha ngumu usioweza kutafasirika. Kwa hiyo bosi, kama sasa ulichoshikilia ni kanuni, si inamaanisha kwamba umeshika siri ya dunia? Sidhani ni makundi ya kihalifu tu ambayo yanaweza kupigania. Hata nchi zitajiingiza katika vita za kupata kikitu. Enzi ya kale watu walikuwa tayari kusafiri kwa kuvuka bahari kwa ajili tu ya kutafuta namna kurefusha maisha. Lakini sasa hivi sioni kutafuta, bali sayansi imeendelea. Na wanasayansi wanakaa tu maabara kufanya tafiti za kutengeneza madawa. Lakini mtu yoyote akimwambia kama kuna uwezekano maisha yakarefushwa, yani maisha yakarefushwa na dawa, atakuwa na kichato. Aliongea Hamza na kumfanya Himidu kutingisha kichwa kubaliana naye. Akasema, kwa hiyo bosi, kama ulichoshikilia ni kanuni juu ya siri ya uhai wa binadamu, je, imewezwa kufanywa utafiti? Hapana, Ganesha alijaribu kufanya utafiti ili kuweza kuitafasiri lakini alishindwa. Kulingana na maelezo yake,
ana uhakika kabisa ni kitu ambacho kinaweza kubadilisha mtazamo wa binadamu juu ya uhai. Lakini kutokana na msongo wa mawazo juu ya mke wake yalimshinda, hivyo aliniachia kila kitu na kisha akajiua. Nadhani unajua nisingeweza kumzuia kama alitaka kujiua mwenyewe. Afande Himidu alijikuta akivuta pumzi ya wen. Ukweli kulingana na mtazamo wake, anaomba isiwe kweli. Aliona kama kweli binadamu atajua namna ya kurefusha maisha. Hata wewe msikilizaji tu ukijua namna ya kurefusha maisha, basi utakuwa ni kiumbe hatari zaidi kuliko hata mimi mwenyewe naye kusimulia. Bora tu usiendelee kujua. Kwa hiyo hata Himidu mwenyewe alijua kabisa kama binadamu yote atajua, basi atakuwa ni kiumbe hatari zaidi kuliko hata silaha ya nyuklia. Sasa Himidu akasema kwamba mimi kwangu naona hizi ni kama story tu, au uwezekano huo haupo. Sasa Hamza licha kuamua kumwambia, ila hakutaka kumpa ukweli wote. Isitoshe kuna mission ilikuwa ikiendelea kuhusu yeye chini chini. Hamza akasema ukweli ni kwamba Ark ni nadharia tu ambayo wanasayansi wanayo tayari. Himidu akasema kivipi? Kwanza unajua namna mwili unavyofanya kazi? Mfano tu, chukulia seli ambazo zinazunguka utumbo zinajigawa kila baada ya siku 3 mpaka 5 na kuweka nyingine. Sio hivyo tu, kila baada ya miezi 2 seli za kibofu cha mkojo zinajiondoa na kuwa zingine. Seli za damu zenyewe zinabadilika kila baada ya miezi 4. Maana yake ni kwamba 98% ya seli zote zilizopo ndani ya mwili wetu zinaondolewa na hewa na chakula kwa mwaka. Kwa lugha nyepesi ni kwamba kila mwaka mmoja ukipita, mwili wako umebadilika vitu vingi sana. Hasa kadri mwili unavyoendelea kwa kasi kuzalisha seli mpya na kuhamisha zile zilizokufa, huo mchakato unazuia mwili kuzeeka. Hivyo kama mchakato huu ni endelevu bila kupungua nyakati zote, basi binadamu asingekufa mapema, ukiachana na swala la kuungua na kupata ajali. Sasa kama ni hivyo, sasa kwa nini sasa sisi binadamu bado tunaendelea kuzeeka? Kwa sababu inafikia hatua ule mchakato wa seli kugawanyika ndani ya mwili na kutengeneza upya ama kutengeneza seli mpya hupungua kabisa. Huu mchakato wote unathibitiwa na DNA. Chukulia urefu wa uhai wako ni kama kamba ya kiatu. Kadri unavyotoka mwanzo wa kamba kuelekea mwisho wa kamba, ndio namna unavyopunguza siku za uhai wako kutokana na seli za mwili kutojigawa na kutengeneza upya. Kwa hiyo ukifika mwishoni mwa kamba unakutana na kile kichopoo ambacho kimefunga kamba kuonyesha ndio mwisho. Sasa pale ndio mwisho wa seli za mwili kujitengeneza upya. Ukizungumzia kisayansi sasa, DNA ina muundo kama wa kamba, kwani mwishoni mwa urefu wake kumefungwa kitu kama kichopoo ambacho kisayansi kinaitwa telomere. Sasa chukulia kitendo cha kutaka kuongeza urefu wa kamba ndio kuongeza urefu wa maisha ya binadamu. Utakachofanya ni kuondoa kile kichopoo na kutafuta kamba inayofanana kwa 100% na uliokuwa nayo, kisha kutafuta namna ya kuunganisha ile kamba bila kubadili muundo wake, na mwisho siku utafanikiwa kuiongeza urefu, yani kuiongezea urefu. Kwa hiyo ukichukulia huo mfano katika muundo wa DNA, utakuwa umeongeza urefu wa maisha yako. Hiki ndio kitu ambacho Ganesha anaamini kipo katika siri ya Ark. Hivyo ndivyo alivyozungumza Hamza. Msikilizaji, nikusaidie tu ili na wewe basi tuweze kwenda pamoja. Unaweza kaingia Google alafu ukaandika hii Ark ninavyoitamka. Sasa nitakutajia spelling zake ili uelewe hiki kitu ambacho kinazungumziwa hapa. Utaelewa tu. Okay, nakutajia herufi A, N, K, H. Search hiyo Google utakutana nayo. Ndio inazungumziwa hapa na Hamza. Sasa urama ukisikia neno Ark nini, sije Ark ndio inazungumziwa hapa na Hamza. Na nilikuahidi kuna vitu vingi sana nitakuwa naku nyofolea na wewe utazame Google ili tuweze kuelewana kwa uzuri. Sasa baada ya Hamza kuongea hivyo, ijapokuwa Himidu hakuwa mwanabiolojia, lakini kwa kiasi kidogo alihisi kuelewa alichokuwa akitaka kumaanisha juu ya kitu kinachoitwa Ark. Akasema kwamba inaonekana nadharia yake inaleta maana kwa kiasi fulani, lakini kwa sababu haikukamilika na kanuni imeshindikana kutafasirika kutokana na lugha yake, sinamaanisha ni kitu ambacho hakitowezekana. Kwa nini sasa akaamua kukupatia wewe hii siri ya Ark? Kwa sababu anaamini kazi kubwa amekwisha ifanya. Kwa maelezo yake anaamini kuna element moja ambayo haijagundulika bado, na inaweza sigundulike kama tu kutakosekana tafsiri ya kanuni ya Ark. Element hii ameitaja kama element ya nuru, na kama ikipatikana basi
kila kitu kitabadilika. Kwa hiyo bosi, Dr. Ganesha anaamini fumbo la hii element litapatikana katika tafsiri ya kanuni hiyo ya Ankh. Uwezekano huo upo, ila sina uhakika. Kuna uwezekano hii element isiwepo kabisa hapa duniani au hata angani katika sayari nyingine. Msikilizaji, ilikuwa ni siri nzito sana juu ya Ankh aliyopata kuisikia Afande Himidu. Ijapokuwa aliona Hamza hakuwa ameelezea vizuri kueleweka, lakini aliona pengine kuna sababu ya Dr. Ganesha kumpatia Hamza. Hata hivyo alijiuliza kwa nini, maana Hamza sio mwanasayansi. Akasema kwamba bosi, hiki kitu ni kama kiazi cha moto, ni heri tu baki nacho tu. Mimi sitauliza tena kuhusu hili. Kuna kila sababu ya Dr. Ganesha kutotaka tafiti zake zipotee. Lakini hata hivyo swala hili likijulikana kwa watu wachache ni bora zaidi. Ndio maana nitaka kuongea na wewe ili uweze kutuliza shauku wanayoanza kuipata wanajeshi wenzako. Siku zote watu wakinifuata nilishia kuambia tu simulizi ya njiwa juu ya mto uzima ni uzushi tu. Nafanya kwa sababu nataka watu wasahau. Vyote vile hata kama ikitokea kanuni yote nimeijua, nitaenda nayo kaburini. Mimi sioni kama kuna faida ya binadamu kuishi muda mrefu. Hivyo hakikisha uchunguzi wowote unaendelea kuhusu mimi uachwe mara moja. Sio salama kabisa watu wengi kuulizia kuhusu Ankh. Wakikusumbua wewe waonyeshe tu dole. Aliongea Hamza na kufanya Afande Himidu kucheka. Akasema bosi, usiwe na wasiwasi. Hii ni siri yangu na wewe kuanzia sasa. Hata taarifa azitake Mfalme Nyoka simpi. Hamza akacheka akasema, alafu huyo Mfalme Nyoka sijamuona kwa muda mrefu. Unadhani atakuwa amenipita kiwezo kwa sasa ama? Jamaa akajibu, kama ni kipindi cha mwanzo ningeweza kusema unamweza, lakini sasa hivi naona umeua nguvu zako zote za nishati, hivyo ni ngumu kutabiri chochote. Basi waliongea mambo mengi mno mpaka juu ya Hamza kuoa, na Afande Himidu alitaka kujua imekuaje Hamza akaoa. Lakini Hamza alimwambia ni historia ndefu ese. Alimwambia kama ni historia ndefu basi amtambulishe kwa shemeji. Hamza aliona sio mbaya kumtambulisha kwa Reji, hivyo alimwambia wakitoka hapo watafute sehemu kwa ajili ya chakula cha usiku na ampigie simu Regina kufika. Afande Himidu alitoa maagizo kwa makamanda waachane na uchunguzi wote unaohusiana na Hamza kuanzia dakika hiyo, na wiki inayofuatia atafika makao makuu kutoa maelekezo zaidi. Kwa sababu sasa maneno yake ni sheria, wote walikubali na kisha waliondoka, huku bado wakiwa na maswali mengi. Kati yao ambaye hakuwa ameridhika kwa kiasi kikubwa alikuwa ni Afande Mdudu. Kumbukeni ameambiwa asimsumbue Yones. Aache kabisa. Sasa sijui itakuwaje. Sasa baada ya Hamza kuingia kwenye V8 ya Afande Himidu ili kutafuta sehemu kwa ajili ya kupata chakula cha usiku, Hamza alitumia nafasi hiyo kumtafuta Reji na kumuuliza kama yupo free wakapate dina, lakini Reji alisema yuko busy na kazi. Hivyo Hamza hakujishughulisha naye zaidi. Japo Himidu alitaka kujua Hamza kashikika kwa nani, lakini mara baada ya Hamza kumwambia haiwezekani kwa siku hiyo kukutana na shemeji yake, aliamua kuridhika tu. Hamza kumwambia kama ni Regina mmiliki wa makampuni ya Dosam. Alitaka kuweka cheo chake pembeni na kutambulisha Regina kama Regina. Sasa Hamza kwa sababu alikataliwa na Reji kutoka wote Dina, aliona haina haja ya kwenda mjini kwa ajili ya chakula, bali walichukua barabara ya kuelekea Kijichi kwa Dina. Himidu alishangaa kuona Hamza alikuwa na mahusiano na Dina. Alikuwa kimjua sana Dina kutokana na faili nyeti la mtandao wa chatu alikuwa amekwisha kulisoma. Sasa kwa Hamza ilikuwa kama sherehe ya kukutana na rafiki yake, na kwa sababu ilikuwa weekend walijiachia mgawani kwa Dina na baadaye wakabadilishana kijiwe na kwenda mjini zaidi. Himidu aliamua sasa kutumia pesa zake kwa kisha Hamza anafurahia maisha na Hamza hakuona shida. Hamza upande wake hakusahau kumpigia simu Priscilla na kumpa taarifa alishatoka. Taarifa ambayo ilikuwa nuru kwa Priscilla. Hamza hakufanikiwa kurudi nyumbani kabisa. Kumbukeni hapa Priscilla alivyoachana na Hamza anakamatwa, kwa hiyo aliona ngoja tu ampatie taarifa Priscilla ya kwamba sasa hivi yupo huru kashatoka. Kwa hiyo Hamza hakufanikiwa kurudi nyumbani kabisa siku hiyo na kuishia kulala nyumbani kwa Dina mpaka asubuhi. Na kulivyokucha aliendelea kukaa mpaka muda wa jioni, ndivyo alivyoanza safari ya kurudi nyumbani. Sasa ilikuwa ni muda wa saa 11 kama na nusu hivi ya Jumapili. Ndio aliingia nyumbani, na kitendo cha kuingia getini aliweza kuona gari ambayo sio ya Regina ikiwa katika maegesho muda mfupi. Hamza pale kwa kuichunguza tu gari alikumbuka vizuri. Hii gari si ni ya Yulia hii? Anafanya nini hapa nyumbani? Aliwaza Hamza
huku sasa hisia zikimwambia huyo mwanamke kamfuata mpaka hapo zikimvaa. Sasa Hamza mara baada ya kuingia eneo la sebleni aliweza kumuona Yulia. Alikuwa amevalia brazia ya rangi nyeupe na jeans ya rangi ya blue bahari, na Reji upande wake alikuwa amevalia gauni la rangi ya blue na visendo manyoya. Wote walikuwa wamekaa kiupande upande kwenye masofa. Kwa mwanaume yeyote angeburudishwa na muonekano wa warembo hao wawili, maana licha ya kuwa na rangi tofauti lakini walikuwa kivutia macho mno. Lakini upande wa Hamza ilikuwa akifikiria tofauti muda huo. Kitendo cha kuona wanawake hao wamekaa sehemu moja, aliona kuna kitu ambacho hakipo sawa. Muda ule Yulia mara baada ya kumuona Hamza akiingia, uso wake ulipambwa na tabasamu mwanzoni na kugeuka kuwa hali ya mshangao kana kwamba ni mtu ambaye hakutarajia kumuona hapo. Yulia akauliza kwamba Hamza unafanya nini hapa? Asa Reji mara baada ya kusikia Yulia anamuita Hamza, macho yake yalijawa na mshangao pia. Alionekana kushangaa Yulia kumfahamu Hamza. Msikilizaji, usije ukachanganya kati ya Yones na Yulia. Yones ndio bodyguard wa Reji. Kwa hiyo huyu Yulia nadhani tunamkumbuka vizuri sana. Ndiye aliyetoa siri kwa Hamza ya kwamba Reji ana ugonjwa wa nafsi mbili. Kwa hiyo baada ya Yulia kuuliza hivyo ya kwamba Hamza unafanya nini hapa, Hamza mwenyewe alikunja ndita akauliza na unafanya nini hapa? Yulia akasema mimi nimetoka kumtembelea leo Bi Miriam, ni mfanyabiashara ambaye namheshimu. Nafahamiana pia na Regina, ndio maana mimi nimekuja kumsalimia. Sasa baada ya Yulia kuongea hivyo kwa utulivu, Reji akauliza kwamba Yulia unafahamiana na Hamza? Aliuliza Reji na Hamza alitaka kujibu hilo swali haraka, lakini Yulia alimwaya akasema namjua, ndio mimi nimekutana naye miaka 7 iliyopita nikiwa nje ya nchi, na ndio aliyeniokoa kwenye mikono ya watekaji. Siku kadhaa zilizopita nilikutana naye hapa da. Kutana kwetu unajua kumenifanya nione yani ni kama imepangwa tuje kuonana tena. Aliongea akiwa na tabasamu zito. Sasa Regina alikuwa akijua swala la wazazi wa Yulia kupoteza maisha wakiwa nje ya nchi baada ya kutekwa, na katika tukio hilo aliyesalia alikuwa ni Yulia peke yake. Sasa hakujua kwamba tukio la kipindi kile Hamza alihusika kwa kumsaidia mwanamke mrembo kama Yulia. Afisitoshe pia pengine wakati huu Yulia alimchukulia Hamza kama raia wa nje ya nchi. Hivyo kukutana naye nyumbani hapa Tanzania lazima kuwe na hisia tofauti zizoji ambazo yani kama zimejijenga kwake kama mwanamke. Maana sio rahisi kupata msaada kwenye ardhi ya ugenini. Reji akasema kwamba mbona hujawahi kuniambia? Aliuliza Reji huko akimwangalia Hamza. Nilisahau, ndio maana kwangu halikuwa tukio kubwa sana kivile, ndio maana sikuona haja ya kuliweka wazi. Aliongea Hamza huko sasa akilazimisha tabasamu. Reji akasema tukio la namna hiyo unaliita dogo? Hivi unajua unajiuliza ni tukio lipi kubwa kwa kwani? Aliongea Reji na kumfanya Hamza kumeza mate huku akiona aibu kidogo baada ya kuhisi kuna zaidi ya maana kwenye kauli ya Regina. Yulia akauliza kwamba Regina unafahamiana vipi na Hamza? Ni rafiki yako ama? Baada ya Yulia kuuliza hivyo, na kwa namna ambavyo alikuwa mpole utadhani ni mpole kweli, kumbe ni mtukutu vibaya mno. Asa Reji alishia kudharau ndani kwa ndani kwenye moyo wake. Alikuwa na akili sana, ijapokuwa kihisia alikuwa slow. Haikumaanisha hakuwa eti akijua kinachoendelea kwa Yulia. Isitoshe Yulia hata yeye alikuwa na cheo kama chake, ijapokuwa tu Yulia alitambulika kama managing director, yani MD, yani mkurugenzi mtendaji, na Regina ni kama chief executive officer, yani CEO, ambapo kwa Kiswahili tunamuita ni afisa mtendaji mkuu. Lakini wote ni wafanyabiashara wenye vyeo vinavyolingana kimajukumu kwa kiasi fulani ndani ya kampuni wanazoongoza. Msikilizaji, ukweli ni kwamba mwanzoni Reji alikuwa akijiuliza kwa nini Yulia, mkurugenzi wa kampuni ya Prima Tanzania, kumtembelea hospitalini bibi yake na hata kuja nyumbani kwa ajili ya kumpa faraja. Lakini baada ya ujio wa Hamza na namna ambavyo sasa alikuwa akiongea, ilimpa nafasi Regina ya kujua aina yake halisi ni ipi. Alijua yote aliyofanya Yulia ilikuwa ni kisingizio tu cha kutaka kumuona Hamza. Katika moyo wa Reji alianza kushikwa na hali ya kupaniki. Hakujua ni kwa nini, lakini alikuwa na wasiwasi Hamza anaweza kuwa na uhusiano wa ndani kabisa na Yulia. Reji sindoko anasema mpendi Hamza. Wivu umeanza kumkamata sasa. Kama ingekuwa ni mwanamke mwingine pengine asingejisikia hivyo, kama yani asingejisikia hivyo, lakini Yulia ukiachana na kwamba amemzidi kimuonekano na yeye kuwa na umri mdogo, lakini hakuna kitu kingine cha ziada cha kujivunia. Kwa ufupi ni kwamba alikuwa kijisi amekutana na mtu anayeweza kumletea ushindani. Ndio hivyo ndivyo hisia ambavyo zilikuwa zikimwambia muda huo. Alafu kumbuka tukio ambalo Gombe alifanya kwenye gari Hamza na Yulia. Hamza mpaka akamrekodi Yulia, na Yulia akasema wewe
ngoja nitakutega tu. Kwa hiyo Yulia ukute bado ana plani zake. Na muda ule Regina alikumbuka maneno ya bibi yake akimuonya juu ya kutokuruhusu Hamza kuondoka kwenye maisha yake na kuhakikisha kumbakisha hata kama ni kwa kumuigizia. Maneno yake ni kama sasa yametoka kwa bibi yake na anaanza kutafuta nafasi katika moyo wake na kujiambia kwa vyovyote vile hawezi kumwacha Hamza kwenda kwa mwanamke mwingine ama kwenda kwingine, hawezi. Sasa Regina anaanza kuelewa nini ambacho bibi yake alikuwa akilenga. Kama Yulia alikuwa anafanya juhudi za namna hiyo kwa ajili ya kumkaribia Hamza, hata tu kwa kujifanyisha mkarimu kwao, basi ni mtu ambaye ana kitu. Mrembo huyo ni kama sasa alianza kuchanganyikiwa. Hakujua kama moyo wake ulikuwa ukitaka Hamza abaki kutokana na thamani ambayo inaweza kuwa mchango kwake, au moyo wake na hisia zake ndio zilivyokuwa zikimtaka Hamza kubakia upande wake. Lakini kwa muda huo hakutaka kujali ni hisia gani ilikuwa kweli ama ipi ni uongo. Maamuzi ni kwamba Hamza hapaswi kuondoka kwenye maisha yake. Anapaswa kumiliki hata kama isipokuwa kimapenzi, ila abakie kwake. Kwanza tayari alikuwa na pete ya ukoo. Sareji akasema, umekosea. Sisi sio marafiki Yulia. Aliongea Regina na kumfanya Yulia kushangaa kidogo. Yulia akasema, kama sio marafiki ni bodyguard wako ama houseboy? Sasa baada ya Yulia kuuliza vile, Reji alitoka kwenye sofa na kusogea upande aliopo Hamza na kisha alipitisha mkono wake kwenye kiuno chake na kumwegamia, kisha akasema, Hamza ni mume wangu. Hamza alishtushwa na kauli hiyo na kumwangalia Reji kwa mshangao. Ilikuwa ni mara ya kwanza kusikia sauti ya upole na yenye heshima kutoka kwa Reji, ikionyesha kweli kulikuwa kuna mahusiano. Sauti ya Regina alifanya mapigo yake kwenda kwa kasi mno, huku damu za kutosha zikimwagwa na moyo wake kushangilia kauli hiyo. Regina hata yeye uso wake ulikuwa umepata moto kidogo, lakini sasa hakuwa amemwachia Hamza. Muda huo alikuwa akimwangalia Yulia kwa namna ya kujivunia kuwa na mume kama Hamza na kumpa ishara kwamba hana nafasi na amechelewa. Basi akasema kwamba sikujua kabisa yani kama sio Regina ameolewa. Kama ningejua ile siku tulivyokuwa kwenye gari tusinge. Baada ya kufikia hatua hiyo alijifanyisha kuziba mdomo kama vile anajutia kutamka kauli hiyo. Sasa akasema kwamba Regina, naomba unisamehe, sijui hata nataka kuongea nini. Nilikuwa tunajaribu kumaanisha kitu kingine. Regina alishia kumwangalia Hamza. Alikuwa na hasira ndani kwa ndani, huku akijiuliza ina maana huyo mpuuzi tayari ashafanya kitu na Yulia. Reji akasema, siwezi kufikiria chochote kibaya. Kwanza namwamini sana mume wangu. Pia naijua tabia yako bosi Yulia. Aliongea Regina akimwahi Hamza ambaye alitaka kuanza kujitetea, lakini hata hivyo asingeongea kile ambacho alimfanyia Yulia kule Bagamoyo kwenye gari. Na mimi naona ukumbuka, hakufanya kitu kibaya, ni vile tu alimuonya na akamrekodi video na akamwambia ukifanya tu pumbavu hizi video unaziposti. Ni kumtishia tu, lakini Hamza hawezi kufanya hivyo. Regina pia alijua huo sio muda wa kuanza kugombana, vinginevyo angempa Yulia ushindi. Hivyo aliendelea kukazia. Hani, nadhani utakuwa umeshachoka sana na mengeko ya siku. Nenda kaoge upumzike, muda umeshaenda. Aliongea Regina kwa namna ya kubembeleza. Hamza alijiambia kama maneno ya Regina yangetokea moyoni, basi angekuwa anajisikia ni kama anaogelea angani. Lakini kwa wakati huo, kwa sababu sasa alikuwa akijua anaigiziwa, alianza kukosa utulivu na alichotaka kufanya ni kuondoka ndani ya hilo eneo haraka sana. Sawa wife, mimi natangulia kwenda chumbani. Aliongea Hamza, maana muda huo sasa alijisi ni kama refa kwenye uwanja wa vita na alishindwa kujua ataongea nini. Regina alishia kutoa tabasamu tu la kumkubali kama vile alikuwa ni wanandoa wapi ambao wanatokea kula fungate. Sasa baada ya Hamza kuondoka ndani ya eneo hilo, hali irudi kama irudi kwenye hali ya ukimya fulani hivi. Yulia alishia kushikashika nywele zake kimapozi ambazo siku hiyo hakuzisuka kama alivyozoea yeye kusuka. Kisha alisimama akasema kwamba Regina, muda wangu wa kuondoka umewadia. Na mimi hautochukulia vibaya kilichotokea kati yangu na Hamza. Reji akasema wala hata usijali. Najua kuna kibaya kilichotokea. Kwa cheo chako Yulia, huwezi kujikosea heshima mbele ya mume wa mtu, sio mume wangu, ni mume wa mtu. Aliongea Reji akiwa na macho makavu. Na kauli yake ile ilimfanya Yulia kumkazia Regina macho. Muda huo ni kama wawili hao sasa wanaoneshana kwamba hakuna ambaye yupo tayari kukubali kushindwa
bali ni half time na raundi ya pili itaanza. Yulia ndio aliyekuwa wa kwanza kucheka kana kwamba kuna kitu ambacho amekumbuka. Yulia akasema, Reggie, nadhani sasa naelewa kwa nini umeamua kukubali kuolewa na Hamza. Nakiri kwamba sikukujua vizuri, lakini unaonekana kutokuwa mwanamke mwepesi. Maneno yale alimfanya Regina kidogo kuwa na wasiwasi, lakini hakuonyesha kwa macho. Reggie akasema, asante kwa sifa, ila mimi najiona mwanamke wa kawaida tu ambaye ni bosi, tena ni boss kazini na mke nyumbani. Najijua vizuri kuliko mtu yote yule. Kwa hiyo ukiachana na kuchukulia kama mfanyabiashara, tena mfanyabiashara mzuri, leo nimegundua upo vizuri pia kwenye maeneo mengine. Mimi nipo tayari kujifunza kutoka kwako. Baada ya Reggie kuongea hivyo, Yulia akasema, kama nini vile? Aliuza na kumfanya Regina kuwa kimya kwa sekunde kadhaa. Reggie akasema, kwa mfano, bosi Yulia, unajua sana kuwa na shukrani kwa muda mrefu. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kwa niaba mume wangu kukushukuru na kukuombea siku zijazo usije kuingia kwenye matatizo kama uliopitia. Yulia akasema, nimefurahi kusikia hivyo, kwa sababu Hamza anaishi hapa mjini, naamini siku za usoni nitakapokuwa kwenye hatari hatokataa kunisaidia. Naamini pia wakati huo bosi Regina hutokataa kuniazima mume wako. Najua ni ombi dogo tu ambalo huwezi kukataa, si kweli Msikilizaji, Reggie alijikuta akishindwa kujua namna hata kujibu. Kwamba akipata tatizo muda wote basi amwazime mume wake aende kumsaidia. Kwa hata kama ni usiku, Hamza ondoke. Yaani ilikuwa ni kama Yulia anamwambia muda sio mrefu ataingia kwenye matatizo. Alafu Hamza ndio mtu atakayekuja kumsaidia. Reggie akasema, kuhusu hilo itategemea na tutakavyokubaliana na mume wangu. Yulia akasema, mimi natanguliza shukrani zangu za dhati kwako boss Regina. Regina akasema, huna haja ya kunishukuru. Nadhani sina haja ya kukusindikiza. Mimi nakutakia usiku mwema. Aliongea Reggie na Yulia alitoa tabasamu na kutoka nje. Sasa baada ya Reggie kuhakikisha ameondoka, yani kasha sepa na gari yake, kwanza alisita kidogo, lakini sasa airudi ndani na kupandisha mpaka juu na kwenda moja kwa moja kwenye chumba cha kijana Hamza. Dakika ambayo alitaka kugonga, Hamza alikuwa ameshafungua mlango na alimwangalia kwa tabasamu. Bibi Reggie, kumbe una wasiwasi mno juu yangu. Mimi sikujua, sikufahamu hapo kabla. Reggie alitaka kukataa, lakini aliona haitakuwa vizuri. Aliamini kufanya hivyo ni kama kumwambia Hamza aende kwa Yulia, kitu ambacho hakutaka kitokee. Hivyo haraka alibadilisha topic. Kwa nini jana ukurudi? Jana nikutana na rafiki yangu wa kitambo sana. Hivyo tulitumia siku nzima kusherehekea na kujikumbushia. Kwa hiyo sikukumbuka kuambia. Nadhani unajua ni kwa muda mrefu nimeishi peke yangu. Unaweza kuendelea na mazoea yako tu. Afistoshe nina kazi nyingi za kufanya. Na ninapata amani zaidi ukiwa haupo. Aliongea na kumfanya Hamza kukakamaa mwili baada ya kujihisi kumbe ni mzigo. Muda huo sasa hakuna aliyeongea neno na kufanya hali kuwa kimya. Reggie alishia kumwemwesa tu lips zake. Hakujua cha kuongea, lakini kwenye moyo wake bado alikuwa na wasiwasi juu ya Yulia. Regina, bado na wasiwasi juu ya Yulia? Nini kilichotokea kati yenu? Haijawahi kutokea akajali kinachoendelea kwenye familia yetu. Unaonaje ukinipa maelezo? Anachopenda ni kuniona tu nikipigana. Mimi sina mahusiano naye yoyote. Kwa muda sasa alikuwa akinibembeleza niwe bodyguard wake. Kwa hiyo usimzingatie, yule ni mwanamke mjanja sana. Na muda wote anapanga kutega watu na hajawahi kuona hasara yoyote ya kila anachokifanya. Yaani kiwe kizuri kiwe kibaya hajali. Ana mawazo juu ya vitu visivyowezekana. Hivyo usije ukamruhusu akakuingia kichwani. Yule ya familia yake anatokea sio ya kawaida. Ijapokuwa mpaka sasa hivi sijui kwa nini familia yake imekuwa tishio sana, lakini ni ngumu mwanaume wa kawaida kukubalika ndani ya familia yake. Kwa hiyo usianze kucheza huko nje na kusababisha matatizo, maana sitokusaidia. Aliongea kwa kuonya huku akiweka maneno ya kumtishia kidogo Hamza, akitarajia ataogopa, lakini baada ya kumwangalia usoni aligundua hakukuwa na wasiwasi wowote kutoka kwa Hamza. Hii ni mara ya kwanza kuwa hivi. Kwa hiyo siku hizi unajali Sasa ni mwanamke gani natoka naye? Usiniambie unaona wivu. Aliongea Hamza na Reggie uso wake ulianza kuwa yai na kujiambia kwa nini anapenda sana hizo topiki. Amna, mimi siwezi kuwa na wivu, nakutadhalisha tu. Hivi unafanya nini kwanza? Hamza kutaka hata kumsubiria Regina kumaliza kuongea, kwani alimshika kiuno na kumbeba juu na kumwingiza ndani ya chumba chake. Baada ya kumfikisha bila ya kumjali kama ni bosi wala nani, alimrusha kitandani na kisha kumpandisha kwa juu, sasa akiwa amemshika mikono na kumzuia kurusha miguu kwa miguu yake.
Akiwa sasa amenyama, walijikuta wakiangaliana kwa juu na chini, huku pua zao zikiwa zimepishana sentimita chache sana. Regina alishia kuchezesha kope za macho yake kwa haraka, akionekana kutetemeka. Alijua ilikuwa ni ngumu kujichoropoa hapo kwa kutumia nguvu zake pekee. Hamza alishia kumwangalia mrembo huyo na tabasamu lililojaa nia ovu, na alimsogelea sikio na kumnong'oneza kwamba wife, ongea ukweli wako, una wivu na mimi? Una wivu na mimi kuwa na wanawake wengine? Reji akasema sio wivu tu, niache bwana. Hamza akasema usipokubali kuongea sikuachi. Aliendelea kupigilia msumari huku sasa akicheka kifedhuli, akinusa na shingo ya Regina. Hamza akasema wife, umejipulizia marashi sasa hivi nini? Kwa nini unanukia sana? Aliongea Hamza, lakini Reji muda huo aliona yanakwenda kumshinda, akasema bwana niache bwana, mimi sipendi. Hamza akasema wewe usifanye chochote. Aliongea Hamza kusasa akimsogezea uso wake karibu kabisa kiasi cha pua zao kugusana. Kitendo kile kilimfanya Reji kuwa mwekundu kama yai, huku macho yake yakionekana kutaka kulia. Akamwambia kwamba wewe endelea kunifanya hivyo, mimi hakujua hata ongea nini. Hamza akasema unataka kuongea nini? Unataka kusema kwamba utanikata mshahara? Nikiendelea na ninachopanga kwa usiku huu mmoja, sitojali hata unikate mshahara sitojali. Reji akasema usiku mmoja? Aliongea sasa akili yake ni kama sasa ukichaa uliopotea unaanza kumvaa. Hamza akasema unashangaa nini? Sisi ni mume na mke kisheria, sidhani kama litakuwa ni kosa tukilala pamoja. Reji akasema kama tukiendelea nini kitatokea kati yetu? Hakuelewa kwa sababu alijua ndoa yao ni ya mkataba tu. Pengine kwa kinachofanyika muda huo alipaswa kukasirika, lakini alijishangaa alishindwa kabisa kushindana Hamza. Lakini muda huo ni kama wazo lilimuingia na kujiuliza, au nimsikilize bibi kile alichoniambia? Aliamini ili kuweza kumfanya Hamza kuwa upande wake kama bibi yake alivyomwambia, basi anapaswa kulipa gharama hata kama ilimaanisha kutoa mwili wake. Muda huo aliona jambo la msingi sio swala la hisia zake kwa Hamza wala mahusiano yao. Sasa Reji akawaza kwamba sipo tayari kumuona Yulia akimchukua Hamza. Aliwaza hivyo kwa haraka, alipima faida na hasara na kuona hata kama ikitokea akifanya kwa mara ya kwanza na Hamza isingeleta picha mbaya, kwani licha ya mkataba wao lakini kisheria ni mume na mke. Watu wengi wanafahamu ya kwamba mwanaume akicheat basi ni kwa tamaa. Sasa na Reji ameshona ya kwamba ili jamaa likitoka nje basi litatoka kwa ajili ya tamaa. Sasa na mimi nimeambiwa na bibi nimshikilie. Ina maana hiki kitumbua kitabaki humu kwenye hotpot mpaka lini? Nani inabidi akilambe mafuta? Sasa kwa maelezo yote hayo na kujifikiria kote kwa Reji kwamba kwanza tivu wao ni mke na mume, je, Reji anakwenda kukiweka kitumbua mezani kiliwe na chai ya maziwa? Na Hamza mara baada ya kutengewa kitumbua kwenye sahani, kipi atakachofanya? Naomba sehemu itakayofuata msikilizaji, weka mbali na watoto. Sehemu itakayofuata, weka mbali na watoto. Okay, kumbuka mwandaji ni Sazingano, nileke kusimulia na Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.